Karibuni. Rapture, you welcome. Caroline Mteti, karibu. Karibuni. So tutaanza. Tumesema leo tunasoma kuhusu it's all about war. Ni vita, kurudisha vitu zetu. Lazima vitu zetu zirudi. Kuna watu tulizaliwa kwa familia zimejaa giza, ukajipata wewe ujui, unatembelea laana lakini uko ndani ya laana. Ama kuna mahali ulienda ukajishikanisha na madhabahu fulani, vitu zako zikachukuliwa, nyota zako zikachukuliwa, ama nyota yako ikafunikwa, unatembea kwa shida fulani. Ama siku ulizaliwa wakachukua kitovu yako, ama wewe ni wazazi wako, ama my brother is not at home, hatujui ameenda wapi. Pray for him please, arudi. Sure, I'll pray for your brother, atarudi. Unajipata family zimejaa darkness. Ama bibia shosho, upande wa baba upande wa mama, alienda kuseek help kwa wachawi, ikabidi amepeana the whole generation. So ni vita. Leo tunataka kufuta kila laana, tunataka kufuta kila giza kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo, na uwezo wa Mungu aliye hai, na malaika wa Mungu kwa pamoja na sisi, Roho Mtakatifu kwa pamoja na sisi. Kumbuka imeandikwa, malaika wa Mungu hufanya matuo kuwalinda wale wamchao. Na zile 7 Leonard, you welcome. Buddha, hizi siku kadhaa ulipotelea wapi? I had a problem kidogo but I'm back. Nimerudi. I had a problem just 2 days, nilikuwa nimepotea but nimerudi. So tutasoma kwanza tutaanza na Marko 10:29 to 31. Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu aliacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100. Ukiacha, Yesu anamwambia Petro, anauliza Yesu, tumeacha familia yetu tutapata nini? Yesu akamwambia, hapa duniani mtapata mara 100. Iko katika kitabu cha Mark verse 29. Utapata mara 100 na mbinguni ni eternal life. So wewe mali uko saizi, you're supposed, inakupasa wewe upate mara 100. Lakini kuna vizuizi zinakuzuia wewe usipate. Tukisoma kitabu cha Ephesians chapter 1 verse 3 inasema, atukuzwe Baba Bwana wa Bwana yetu Yesu Kristo, ambaye ametubariki sisi kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho. Na nipata tumeona mara ya kwanza Yesu anatuambia ukimfuata yeye, right? Yeah, you're right Okwaro. Ukimfuata yeye, umeacha kila kitu chako, umemfuata hapa duniani. Kumfuata ni kumpokea. Hapa duniani utapata mara 100. Alafu mbinguni ni ufalme, ni eternal life, right? So unafaa upate mara 100 kwa rehema zake Yesu Kristo. Ingawaje alikuwa tajiri, akaishi maisha ya umaskini ili kwa kuishi kwake sisi tukue matajiri. Tunafaa kuwa matajiri hapa duniani. Tumebarikiwa kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho. Wewe in blood and flesh, there is nothing for you mbinguni. Hakuna ukiwa kwa mwili wako hapa duniani, there is everything for you. Ukitoka kwa mwili wako, ukitoka kwa mwili wako mbinguni uko na kila kitu. Lakini as long as you in blood and flesh hapa duniani, Mungu amekupatia mamlaka, amekwambia mbingu ni mbingu zake na inch ametupatia sisi. Lakini Wakristo wengi tuko na uoga. Tunaogopa tutakufa, si yule mchawi ni anakuaga mkali sana, madhabahu yake ni powerful. Kuogopa kifo ni uchanga kwenye ufalme wa mbinguni, kwa sababu kifo ni njia. It's just a way of us to kwenda mbinguni. Ni njia Mungu ameweka, right? Ni njia Mungu ameweka. So ukogopa kufa. Hata Lazaro alifufuliwa, lakini baadaye alikufa. Na nipata ni njia, it's a way of us to kwenda mbinguni. So kama uko hapo unaogopa kifo, ni uoga tu uko nao, ni uchanga wa ufalme. Kwa kuwa Biblia inasema jeshi linapojipanga kupigana nawe, moyo wako utaogopa. Unanipata? Umebarikiwa kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho. Zile injili za nangoja
na ngoja Mungu atatenda, Mungu shuka. Mungu atatenda. Lakini Mungu akikupatia unabii, ni jukumu lako kupigana. Na ukiamua kupigana, jeshi la mbinguni lote linakuwa nyuma yako, inakubaka. Jeshi la mbinguni, malaika wa mbinguni wanakusaidia. Mungu anakuambia mbingu ni mbingu zangu, inchi nimekupa wewe. Mungu anakuambia hivyo. So kuna vizuizi za baraka. Kuna uchawi, kuna madhabahu, kuna waganga, kuna wasoma nyota, kuna mtu anakutazama tu hivi anataka kukuibia nyota, kuna mtu anataka kufunika nyota yako, kuna mtu akona wivu amepeleka kafara kwenye madhabahu ya giza akuzuie wewe. Lakini leo tunapata maarifa, leo tunaenda kuwapasua, leo tunaenda kubadilisha trajectory, tunaenda kuwavunja kwa damu ya mwanakondoo na kuharibu njia zao. Nitasoma kitabu cha Timotheo wa kwanza chapter 1 verse 18. Inasema, Paulo anamwambia Timotheo, mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hili ili kwa kufuatana na maneno hayo upate kupigana vita vizuri. Yaani Mungu alikuwa amemwahidi Timotheo, kuna maagizo fulani alikuwa ameahidiwa, right? Unabii ulikuwa umetolewa juu yake. So sisi unabii wetu ni tunafaa tupate hapa ndani. Thank you. 1 Timothy 1:18. Thank you. Tunafaa tupate Biblia mara 100. Na tumebarikiwa kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho. Kumbuka vita zetu ziko wapi? Kwenye ulimwengu wa roho. So tunapigana aje sasa? Unabii ushatolewa, Mungu ametubariki. Mungu anangojeaga wewe ufike mahali useme nao nataka vitu zangu. Kwa kuwa kumbuka dunia imewekwa kwenye ubatili wa shetani. Ndio maana ukisoma kitabu cha Luka chapter 4 verse 5. Shetani alimpeleka Yesu kwa mlima juu, akamwonyesha milki zote za dunia, right? Akamwambia ukipiga magoti akimwabudu, yani atampatia milki zote. Ndio Yesu akamwambia, anyways, shetani anampatia. Kwanza shetani anasema yeye umpatia mtu yoyote kama vile anavyotaka. Hapo ni before Yesu aupeke ulimwengu. Shetani anamwambia hizi vyote ni mali yangu na mimi humpa yoyote kama vile nitakavyo. Right? So kuna watu wamepewa mali na shetani, lakini si mali inayodumu. Anampenda mpendaye na muombaye kwa bidii atamuona. Naam, utajiri na heshima viko naye na mali inayodumu. Utajiri na heshima ziko na Mungu na mali inayodumu. Maombi ya mwenye haki yanafaa sana kiomba kwa bidii. So sisi ndio wenye haki wa Bwana na tunataka kupiga kwa bidii, tunataka kufika kwa bidii. Tunataka kila mmoja wenu leo arudishie vitu vyao. Kila mmoja aliyetengenezewa madhabahu kwa jina lake tunaenda kuzipasua kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. So shetani anamwambia Yesu, nitakupatia zote. Na kuhusu shetani kumiliki, Yesu hakukataa. Kumbuka Yesu mwana wa Mungu aliye hai, Yesu ni Mungu. Yesu hakukataa. So shetani amemiliki, yeye anampatia mtu yote ambaye kama vile anavyotaka yeye. Mali zote cha ajabu, lakini kila andiko lenye pumzi la Bwana linafaa sana kwenye mafundisho. Mali zote ni za Mungu, lakini anamwambia hawezi kumwabudu shetani. So kuna watu wamemwabudu shetani wakafanya nini? Wakapatiwa mali. Lakini leo tunaenda kurudisha. Ulishuka mbinguni na nyota zako kwa kuwa kulikuwa na madhabahu za ukoo. Kuna babu ama kuna nyanya ama kuna mtu alikuendea kwa mganga. Wachawi akizama kwenye ulimwengu wa roho anaweza kuona nyota yako. Wachawi wana tabia moja. Nitagusia pia about monitoring spirits. Nitazigusia kidogo. Wanakuwa na tabia moja. Your videos make me feel powerful. God bless you too, Flower. God bless you. Mungu akubariki. So wanakuwa na tabia moja. Wakiona nyota yako, wakiona unakaribia kupata, wanafanya nini? Wanakutangulia. Ndio maana Biblia inasema, Mungu anasema, ewe Koleshi mtumishi wangu, nimekuvisha pete, nimekutangulia, I've gone before you, nimevunja malango hakuna atakayejenga, nimesawazisha milima, nimevunja mapigo ya shaba, nimevunja malango ya chuma, nimekupa hazina za gizani na mali iliyofichwa mahali pasiri. Delayed spirit. So wanakutangulia. Wakizama kwenye ulimwengu roho wanaona unakaribia kupata ndoa, unakaribia kupata biashara, unakaribia kupata baraka fulani, wanaenda wanazuia, wanaenda wanakufunga. Lakini kusudi la Mungu kuhusiana na maisha yako lazima litatokea. Lakini Mungu anakuambia, nimekupatia maagizo haya
kulingana na unabii uliotolewa juu yetu, juu yangu Alex. Kuna unabii uliotolewa kwamba mimi ni mwana wa Mungu aliye hai, ya kwamba nina nyota nzito, nina hatima nzuri, nitaoana na mtu fulani, nitafanya biashara fulani. Amenionyesha kwa ndoto, amenionyesha kwa maono, unabii umetolewa. Lakini kuna watu anaenda kwa pastor fulani, anatolewa unabii, anaekelewa mkono hivi, anaanguka pa kama maembe. Akianguka kama maembe, anasema Mungu amenigusa. Kweli Mungu amekugusa, lakini usipoomba wewe, nataka kuelewa Biblia kama wewe, nifanyeje? Nitakufunza flower, I'll text you. Ukishatolewa unabii, unaenda nyumbani unasema prophet fulani aliniambia mimi nitakuwa tajiri. Unaenda unakunja mikono yako hivi. Unakunja mikono yako, you sit. Utangojea. Kuna watu walingojea, walitolewa unabii, wakangojea. Kama Timotheo ilimbidi apigane vita. Paulo anatuambia, mwendo nimeumaliza, nimepigana vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda. Kwa jinsi ya damu na nyama nilipigana na hayawani wa Efeso. Alipigana na hayawani wa Efeso. You have to fight for you kumiliki, lazima upigane. Lazima upigane. Unataka gari, lazima upigane. Unataka kushinda, uko tayari kukimbia. Unataka kushinda, uko tayari kupigana. Kwa kuwa imagine mchawi ama waganga anakuibia nyota. Alafu wewe unakaa, unabii umetolewa, nyota yako lazima uiendee, lazima uilete, lazima umpige, lazima umfieke. Kwa kuwa kupigana kwetu, ukisoma kitabu cha Waefeso 6 verse 12 inasema kupigana kwetu sisi, nizito Efeso, kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya wafalme, ni juu ya mamlaka, ni juu ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Tunafaa tuvae chepeo la wokovu, tutoe upanga rohoni, tuwakamate wale wachawi, wale wezi, tuwakamate, tuwafyeke, tuwapasue kwa damu ya mwanakondoo na uwezo Mungu aliye hai. Kuna makwazo, lakini Biblia inasema makwazo hayana budi kuja. So makwazo, those stumbling blocks, lazima zikuje. Hayana budi kuja. Na akikosa kuja, basi shetani hayuko. Shetani yuko na ndiye analeta makwazo. Shetani ako na kitabu chake ambao kinaenda kinyume na kitabu cha Mungu. Ndio maana kuna wachawi wanaoroga kutumia vitabu. Right? Kuna wachawi walipatwa na Paulo wakateketeza vitabu vyao. Kuna wachawi wanaroga kutumia vitabu. Kuna wachawi wanaroga kwa kupiga mafundo. Unalala usiku unaota umetolewa nywele, unalala usiku unaota kuna nguo yako imeibiwa, kwa ploti kuna mtu amechukua nguo yako. Wanaenda kuroga, wanakufunga. Lakini leo tunataka kuwakamata. Ndio maana Biblia inasema, ukisoma kitabu cha Wathesalonike wa pili, 2 Thessalonians chapter 2 verse 2, inasema maana ile siri ya uasi kwa sasa hivi inatenda kazi, lakini ipo jambo inazuia mpaka wakati itakapoondolewa. Right? Kuna siri, the secret power of lawlessness inafanya kazi. Right? Inafanya kazi. Okwaro, it's 2:7. Kwa kuwa ile siri ya uasi inafanya kazi, lakini ipo jambo inazuia mpaka wakati itakapoondolewa. So kuna mambo unafaa uondoe, kuna madhabahu unafaa uyapige, kuna vitu unafaa uviteketeze, kuna wachawi lazima wafyeke, lazima upasue miamba, lazima wafate. Maana Biblia inasema ulituma neno lake kuwaponya watu wake na kuwatoa kwenye maangamizi. Wachawi usoma Biblia ups and down. Wachawi by the way, unajua shetani alitoka mbinguni. Shetani anajua maandiko. Ndio maana tunaambiwa tusikose kuzijua hila zake. Anajua maandiko. Sasa anaenda kinyume na maandiko. Anaenda kinyume na maandiko ya Mungu. Shetani haogopi prayer zako. Kweli shetani haogopi prayer zako za siku moja. Kuna mtu unaomba siku moja, unakuja kwa live hapa, unafyeka, tunapasua 1 hour, alafu unaenda unatulia. Haukai kwa utakatifu, haujitakasi mara kwa mara. Unaenda nyumbani, unafanya mambo, unajiweka karibu na dhambi, auombi msamaha kwa Mungu. Shetani anaogopa consistency. Unaomba vipi? Unaomba leo, unaomba kesho, unaomba saa. Ndio maana Biblia inasema tuombe bila kukoma. Right? Tuombe bila kukoma. Diviners wanasoma Biblia na hata wanatabiri good. Diviners wanatabiri. Kuna watu wana pepo la utambuzi. Tunamwona kulikuwa na msichana fulani kwa Biblia, alikuwa na pepo la utambuzi. Alikuwa anawaambia wafanyabiashara gani. Kuna watu wana pepo za utambuzi.
Kuna watu pia wana roho za watu ndani yao inawasaidia kuona. So unaweza enda kwa nabii akaona kitu lakini hawezi kuombea. Ameona kitu lakini hawezi kuombea. Ameona utaolewa na nani, ameona utafika wapi, anaona umefungwa na nini, ameona uko na madhabahu mengi, lakini anakuambia fanya hivi, tukivunja madhabahu yako, enda ulete 50,000, enda ulete 10,000, enda ulete. Ameaona si avunje. Huyo pia ni mchawi. Tunamkamata, tunamfieka, tunampasua pasua kwa damu ya mwanakondoo. So tumeona kuna siri za uasi ambazo zinaendelea kufanya kazi, na kuna jambo inazuia mpaka wakati itakapoondolewa. Right? Tunafaa tuifieke hiyo siri ya uasi, tuipasue, tuivunje, tuharibu njia zao, kwa kuwa Mungu ndiyo taa ya miguu yetu. Mungu ndiyo mwanga wa njia zetu. Yeye ndiyo ngao yetu, yeye ndiyo kimbilio yetu. Na nipata hatutapungukiwa na kitu. Kwenye biashara hautapungukiwa, kwenye ndoa hautapungukiwa, katika chochote utakachokigusa hautapungukiwa. Ndio maana Mungu anasema mahali popote utakapokanyaga utapamiliki, na hakuna atakayekuzuia, kwa kuwa Mungu ako pamoja nawe, hata kupungukia wala hata kuacha. So wewe umekanyaga mahali, umeanza biashara unapungukiwa, umeanza ndoa unagombana, mnaachana, umepata gari imepata ajali, umepata pesa imepotea, sitapungukiwa. Bwana ndio ngome yako, yeye ndio taa ya miguu yako, yeye ndio mwanga wa njia zako kwa damu ya mwanakondoo. So nataka, kama kuna mtu ana swali from there, nataka tuanze kupasua. Napenda kurefer kidogo kwa Biblia, alafu tuvunje, tuanze kupasua at least 1 hour 30 minutes. Alafu nimewambia maombi ni consistency. Lazima uendelee kuomba, lazima. It's a must, you keep on praying. You pray today, you pray without ceasing. Kumbuka kuna madhabahu. Mtu anaweza kujengea madhabahu 7. You're just one, but you have multiple altars zimekuwa raised kwa jina lako. Kuna mtu amechinja kafara mingi kwa madhabahu yako. Unaweza kuwa unaomba kuvunja madhabahu, lakini unachokiharibu ni kafara ya madhabahu. Unanipata? Unapiga, lakini unavunja madhabahu, haijavunjika, lakini umeharibu kafara. Ama umepiga wale wachawi, lakini bado kuna ile madhabahu. So ndo maana consistency ina mata sana. Kuomba bila kukoma. Imagine mimi niko na nyumba nimeanza kujenga, leo naibomoa, nikianza kujenga tena kesho naibomoa, nianza kujenga tena kesho naibomoa. Inafika mahali nasema chana na hiyo nyumba, anakuachia. Ndo maana Biblia inasema inukeni enyi milango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Sisi ndo wafalme wa utukufu. Kuna milango imejengwa ya laana, kuna milango imejengwa ya madhabahu, kuna milango imejengwa ya magonjwa. Lazima ziinuke, sisi wafalme wa utukufu tupate kuingia. Na nipata, kama kuna mtu ana swali, nataka tuanze kujitakasa, nataka tupige kwa damu ya mwanakondoo. Ile injili ya nitangoja. Kuna watu wamengojea, wanasema tunamngojea Bwana, tunamngojea Mungu, tunamngojea. Marehemu akakufa, siku ya matanga yake marehemu ana chochote, anaambiwa marehemu alikuwa na roho mzuri peke yake. Marehemu alikuwa mtu mpenda watu, alikufa bila kumiliki. Unafika mbinguni wanakushangaa, mtoto wa Mungu umekuja, na mbingu ni mbingu za Bwana na nchi umepewa wewe. Wanakushangaa, mbona duniani hujamiliki? Mungu alitaka kuwe na serikali yake hapa duniani. Mbinguni kuna serikali yake. Alitaka extension of his powers zikuje mbinguni, na sisi ndio extension za nguvu za Mungu. Sisi ndio mikono ya Mungu. Sisi ndio uso wa Mungu hapa duniani. Sisi ndio miguu ya Mungu hapa duniani. Tukivunja sisi ni Mungu anavunja, tukipasua sisi ni Mungu anapasua, kwa kuwa Biblia inasema sisi ndio uzao mwanamke, na uzao mwanamke utamponda shetani kichwa. Ndio maana Yesu anatuambia ametupa sisi ufunguo wa ufalme. Chochote atakachofunga duniani kimefungwa na mbinguni. Watu wanasema Yesu alisema msalabani imekwisha. Yote yamekwisha, lakini Yesu alituonyesha jinsi ya kupigana ili pia sisi mateso yote yakwishe. Maana yote ilikwisha msalabani. Yale maisha ya Yesu ndio maisha yetu, kwa kuwa waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Sisi ni wana wa Mungu. Sisi ni watendakazi pamoja na Kristo. Tulikuwepo Yesu alipokuwa anaumba. Tulikuwa na Mungu. Ukisoma kitabu cha Methali chapter 8 verse 30 inasema tulikuwa kama mafundi stadi alipokuwa anatandaza mbingu, alipokuwa anaunda dunia, si tulikuwepo. So kabla ule mchawi hajakuroga ulikuwepo, kabla ule mganga hajakufunga ulikuwepo.
Leo tunapata maarifa, leo tunafungua uelewa mbinguni, tunavaa silaha za Bwana za vita, tunavaa chepeo la wokovu, tunavaa diri, tunajifunga mshipi kwa damu ya mwanakondoo, tunatoa upanga wa rohoni ambao ni neno la Bwana. Leo tutawakamata, tutawafyeka, tutawavunja, tutaharibu kila njia kwa damu ya mwanakondoo. Mimi pia nilipitia kwenye uchawi, wewe pia umepitia kwenye uchawi. Mimi pia nilikuwa na spiritual spouse, wewe pia ulikuwa na spiritual spouse. Pigana mtu wangu, pigana kwa damu ya mwanakondoo. Leo tutawafuata, tutawavunja, tutawaharibu katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Leo ni siku ya kurudisha vyote vilivyochukuliwa kwenye ulimwengu wa giza. Leo ni siku ya kurudisha vyote, zile vifungo zilizoleta babu, zile vifungo zilizoleta nyanya. Leo tunaenda kuzikatakata. Biblia inasema zile nira zitalegezwa kwa mafuta. Leo tunaenda kulegeza zile nira. Zile nira ni kamba, tunaenda kuzilegeza kwa damu ya mwanakondoo. Lazima kuwe shujaa kwa damu ya Yesu. Kulikuwa na mtu mmoja shujaa anaitwa Benaya. Benaya alipiga wakuu wa Moabu, mashujaa wa Moabu wawili. Akamfuata simba aliyejificha kwenye shimo siku ya theluji. Wewe ndio Benaya wa leo. Wewe ndio Benaya. Benaya ndiye alimuua Yoabu. Alimfuata Yoabu kwenye madhabahu, ameshika pembe ya madhabahu, akamchinjilia mbali. Leo tunaenda kuwafika, leo tunaenda kuwapasua, tunaenda kuvunja hizo ngome kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu hai. Na nataka kila mmoja akuwe ready sasa. Naanza Roho Mtakatifu anaanza kuingia mahali hapa. Kumbuka tunamkaribisha Roho Mtakatifu sasa. Kila mmoja ujitakase, tumkaribishe Roho Mtakatifu, tukaribishe uwepo wa Mungu, tukaribishe nguvu za Mungu, maana tujapokea roho ya utumwa iletayo hofu. Tumepokea roho ya kufanyika wana. Sisi ni majasiri kama simba. Sisi si waovu, sisi ni wana wa Mungu ali hai kwa damu ya mwanakondoo. Kama uko ready sema tuanze kujitakasa, tuanze kumkaribisha Roho Mtakatifu kwa kuwa malaika zake hufanya matuo kuwalinda wale wamchao. I need your help. Unaweza nipandisha please. We are about to pray. I'm sorry, tunataka kuomba, tunataka kuvunja. How about you pray with us? Tuanze kuvunja pamoja. Tayari, ready. Rosie, Holy Spirit, good. I see people are ready. Pray for me and my family. Rosie, I'll pray for you, but lazima tufike pamoja. Just stick around. Tunaenda kuvunja leo, tunaenda kupasua. Kama kawaida tunazaga na madhabahu. Tutaharibu madhabahu. Tutafunga wanaofanya kazi kwenye madhabahu, tutateketeza kafara ya madhabahu, tutapiga wachawi kwenye madhabahu, tutapiga yote ile kufunga, tutapiga wakuu wao, tutapiga wasaidizi wao, tutawatangulia kama vile wanatangulia, tutavunja njia zao, tutakamata njia zao, kwa kuwa Biblia inasema silaha za vita zetu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome. Tukivunja mawazo na chochote kilichojinua juu ya mawazo ya Mungu, tukiteka nyara fikra, tukileta kwenye uongozi wa Kristo. Kuna mchawi ametutangulia akaleta fikra za kichawi, akaleta makwazo za kichawi. Kuna mchawi amekuona akaleta Cindy, karibu today you are late, akakuletea madhabahu ya giza. Kuna spiritual spouse amekumiliki kwenye ulimwengu wa roho. Sometimes unadhani unapigana na mapepo, kumbe unapigana na watu. Watu wanaweza geuka, roho zao zikaingia kwenye hata kwa wadudu, roho zao zikaingia hata kwa geckos, kwa bats. Mchawi na familia spirit na kufuatafuata. Leo tunaenda kuikamata, tunaenda kuivunja kwa damu ya mwanakondoo. Wanakutumia familia spirit, waangalie njia zako. Shetani ana kanuni moja, before you start praying, ana kanuni mbili, anafanya kazi ndani na anafanya kazi nje. Wachawi hivyo ni wakala wa kuzimu. Wanaweza fanya kazi ndani, wanaweza fanya kazi nje. Nje wanafanya kazi vipi? Ndipo nikamwona Yoshua mtumishi wa Bwana amesimama mbele ya malaika, na shetani amekaa mkono wake kulia tayari kushindana naye. Shetani amekaa mkono wake kulia tayari kushindana naye. Kumbuka shetani amekaa pia mbele ya malaika. Ukisoma kitabu cha Ayubu inasema wale wana wa Mungu wanaenda kujihudhurisha mbele za Mungu, shetani akaenda pamoja nao. Unanipata? Shetani akaenda pamoja na huyo, ni shetani anafanya kazi nje. Ndio maana sometimes wanakutumia familia spirit inakufuata, ama mchawi unaenda kupata kitu fulani, interview umepass, you are qualified to get the job, lakini unafika kwa interview ule jamaa anakukataa, ama anakuambia nenda tutakuita. Anafanya kazi nje yako, anamuingia yule, anafanya kazi nje yako. Ndio maana it's very important kupiga shetani wa ndani na kupiga aliye nje kwa damu ya mwanakondoo. Tunapiga silaha zote kwa damu ya mwanakondoo. Shetani anaweza fanya kazi ndani yako. Ama joka, mahetani ama mapepo yanaweza tumwa yakaingia ndani yako, yakageuka yakakuwa maskini, yakageuka yakakuwa kansa, yakageuka yakakuwa ufukara, yakageuka yakakula ndoa yako, yakageuka yakakumiliki. Ukimilikiwa na spiritual spouse, ndoa yako inavunjika. Ukimilikiwa na spiritual spouse, biashara yako inaharibika. Ukimilikiwa na spiritual spouse, anakuchukua kibali. Anaweza geuka
ukainuka, hata ukaanza kumelewa na vitu kwenye uso, watu wakaanza kukataa. Ukaanza kukua na mwili ambao hujulikani, watu wakaanza kukataa. Lakini tutampiga wa ndani, tutampiga wa nje, tutamwamuru kwa damu ya mwanakondoo aachie vyote alivyochukua katika jina la Yesu Kristo. Na uwezo spirit of rejection tutaipasua pasua kwa damu ya mwanakondoo. Good. Nataka sasa tuanze. We have 1 hour ya kupasua, kuvunja, kuharibu, kuteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Leo ni siku ya kupigana. Ile injili nitangoja. Kuna watu wamengojea mpaka wakatunga wimbo, wakasema tunamngojea Bwana, tunamngojea Bwana, lakini mbinguni tutapata uzima wa milele. Lakini mbinguni tutapata uzima wa milele. Mbinguni tunapata uzima wa milele, na hapa duniani hujapata chochote. Mbinguni tutapata uzima wa milele, lakini hapa duniani hujamiliki. Unashangaa wewe hata kazi hauna. Unashangaa leo miaka inasonga umiliki. Unashangaa wewe miaka inasonga, ulisema nitanunua gari nikifika miaka 30, lakini sasa umepita 35. Bado unamngojea Bwana atende. Na Bwana amekwambia mbingu ni zangu, nchi nimekupa wewe. Kuna shemegi anapiga vita. Shemegi tutampasua pasua kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Leo tunaenda kuvaa mamlaka. Nataka kila mmoja aanze kujitakasa. Repeat after me. Sema najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Pole kama nawapeleka mbio. Nataka watu waseme kama wako ready hapo before tuanze kujitakasa. Alafu tuite uwepo wa Roho Mtakatifu tuvunje. Alafu tutafunga kila nguvu ya giza, tutafunga kila kizuizi kwa damu ya mwanakondoo. Tutakujitakasa, tutafunga kila kizuizi. Leo tunataka kuwapasua. Tukishawafunga leo tumewafunga. Kuna mapepo zinazunguka, zinajaribu kukuzuia. Kuna majoka zinazunguka. Leo tutaamuru malaika wa Mungu, tutaamuru malaika wa Mungu afunge hizo mapepo, azifunge, tumalize ibada yetu. Alafu tukimaliza ibada tutaziamuru kwa damu ya Yesu zishuke pande za mwisho za shimo katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Good. Naona watu wako ready, naona watu wako ready, naona watu wako ready, naona watu wako ready. Kila mmoja asema Mungu Baba. I want you guys to repeat after me. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tunajitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Hata mimi najitakasa. Nasema najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Najitakasa kwa damu ya Yesu. Najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Najitakasa kwa damu ya Yesu. Sema tunaomba msamaha. Unapasua shemegi kwa nini? Shemegi kama ni mchawi tunampasua. Sema najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu ya Yesu, najitakasa. Baba naomba msamaha. Nataka tuombe msamaha kwa kuwa ukiomba bila kuomba msamaha inakuwa ni kelele kwa masikio ya Mungu. Lazima tuombe msamaha. Sema naomba msamaha kwa yale ambayo nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Kwa maana imeandikwa tukuje tusemezane nawe, ingawaji dhambi zangu zimekuwa nyekundu kama damu, utazifanya kuwa nyeupe kama theluji. Baba naomba msamaha, na nyenyekea miguuni pako Baba, nikiomba msamaha kwa dhambi zangu na udhaifu wangu katika jina la Yesu Kristo na uwezo Mungu aliye hai. Good. Nataka sasa niitishe Roho Mtakatifu ashuke ndani yetu. Nataka sasa tufunge kwa damu ya mwanakondoo. Baba anachukua mamlaka kwa damu ya Yesu, na naitisha uwezo wa Roho Mtakatifu. Malaika wa Mungu fanya matuo kwa linda wale mchao. Nafunga kila kizuizi by the blood of Jesus. Tunapoanza maombi Baba, nafunga wachawi, nafunga waganga, nafunga mapepo, nafunga majoka katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Sema nimepatiwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Tunataka kwanza kuvaa mamlaka. Unajua vile tunaanza kuomba, tunavaa mamlaka kwanza. Navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Kila mmoja avae mamlaka, kila mmoja avae mamlaka, kila mmoja avae mamlaka kwa damu ya Yesu. Vaa mamlaka, vaa mamlaka. 2 minutes ya kuvaa mamlaka. Usiogope, vaa mamlaka ukijitakasa. Sema navaa mamlaka, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Navaa mamlaka, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Navaa mamlaka, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. 1 minute. Navaa mamlaka, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Navaa mamlaka, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa karibu kila kitu kwenye Torati utakaswa kwa damu, na pasipo damu hakuna ondoleo. Najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Sema imeandikwa mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Repeat after me. Lazima ujiintroduce. Mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Imeandikwa mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Mimi ni rungu na silaha za Bwana za vita. Kila moja, mimi ni rungu na silaha za Bwana za vita. Kwa mimi nitapiga mafalme, kwa mimi nitapiga mataifa, kwa mimi nitapiga farasi na mpanda farasi, kwa mimi nitapiga magari na waendeshaji. Nataka wewe useme mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Mimi ni mpaka wa mafuta wa Bwana.
Kila moja lazima introduction kwenye ulimwengu wa roho, lazima ujiintroduce. Lazima mchawi kwenye ulimwengu wa roho anajulikana, mimi ni mchawi wa kitengo cha maji, mimi ni mchawi wa kitengo cha anga, mimi ni mchawi wa kupuruka na uteo. Wanajitambulishaga, mimi ni mchawi wa kutoka mahali fulani, mimi ni mchawi wa kutoka mahali fulani. Anza kujitakasa sasa. Nataka sasa tuchukue mamlaka sasa. Tuchukue mamlaka. Nataka tukamate anga, tukamate inchi na tukamate bahari. Hapo ndio eneo letu la utawala. Kila moja navaa mamlaka. Kila moja vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Vaa mamlaka. Usiogope, wewe vaa mamlaka tu, vaa mamlaka. Vaa mamlaka tu, sema na vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Na vaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Na ikamata anga. Kila moja nataka kuona sema na ikamata anga, na ikamata anga kwa damu ya mwanakondoo. Na ikamata inch kwa damu ya mwanakondoo. Na ikamata bahari kwa damu ya mwanakondoo. Na ikamata anga yako. Mimi nishakamata yangu, kamata anga yako. Usiogope, wewe sema na ikamata katika jina la Yesu Kristo. Na ikamata kwa mikono ya chuma. Kumbuka umepatiwa mikono ya chuma, umepatiwa kwato za shaba, utapiga mataifa mingi. Kamata. Sema na ikamata anga kwa damu ya mwanakondoo. Na ikamata inch kwa damu ya mwanakondoo. Na ikamata bahari kwa damu ya mwanakondoo. Na ikamata inch na mashimo yake katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Kila mmoja aanze kukamata. Nataka tuanze kupasua madhabahu yote kwanza, tuyaharibu. Nataka tufunge kila mashetani, tuwafunge kwa damu ya mwanakondoo. Kila moja. Mimi nakamata. Ukiona nafanya hivi nakamata. Sometimes naweza kuwa na nyamaza, lakini naomba kimoyomoyo, kwa kuwa neno la Mungu li hai, lina nguvu, linachoma kuliko upanga ukatao kuwili, lina uwezo kulitawanya nafsi na roho na mifupa na mafuta iliyo ndani, ina uwezo kujua makusudi ya moyo na mawazo ya rohoni. Nikiomba kimoyomoyo Mungu anasikia. Sema na ikamata kwa damu ya mwanakondoo, na ikamata anga, na ikamata bahari katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu li hai. Sema madhabahu yote yaliyotengenezwa juu yangu, madhabahu ya udhaifu na yataja. Usiogope, leo tunayataja madhabahu ya kuibiwa nyota, yataja yote. Madhabahu ya wenda wazimu kwenye familia, madhabahu ya kukosa, madhabahu ya kuzuia mume. Anza wewe ataje, usiogope, take your time. Leo nataka nipeleke pole. Kila mmoja utaje madhabahu yako. Ukishataja sema niko ready, tuanze kupasua. Mimi pia nakamata yangu, madhabahu ya umaskini, madhabahu ya kuzuia huduma, madhabahu iliyotengenezwa juu yangu, madhabahu iliyotengenezwa na baba, madhabahu iliyotengenezwa na mama, madhabahu iliyotengenezwa na nyanya, madhabahu iliyotengenezwa na rafiki, madhabahu ya giza, all powers of darkness, all altars of darkness, nazikamata kwa damu ya mwanakondoo, na zikamata katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Mbona sioni watu wakikamata madhabahu? Sioni watu wakikamata madhabahu. Nataka nione watu wakikamata madhabahu zote. Madhabahu kwenye anga kamata, madhabahu kwenye bahari kamata. Kumbuka vita zetu ni si juu ya damu na nyama. Tunazama kwenye ulimwengu wa roho. Sasa tuko kwenye ulimwengu wa roho. Kamata hizo madhabahu. Nataka nione watu wakisema na kamata kwa damu ya mwanakondoo, na kamata kwa damu ya Yesu, na kamata kwa damu ya mwanakondoo. Madhabahu zote iliyosimama juu yangu na zikamata katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Kamata. Ushakamata, umekamata yote, umekusanya yote, umekamata. Nataka tuanze kuachilia moto wa damu ya mwanakondoo. Sema naachia moto katika jina la Yesu Kristo. Napasua hayo madhabahu ya udhaifu, napasua kwa damu ya mwanakondoo, naamuru kwa damu ya mwanakondoo, pasuka katika jina la Yesu Kristo. Na washa moto kwenye ulimwengu wa roho, naachia mawe kwenye ulimwengu wa roho, naachilia moto wa damu ya mwanakondoo. Pasuka. Imeandikwa, adui anapokuja kwa njia moja atakimbia kwa njia 7. Imeandikwa kwa damu ya mwanakondoo, ile njia aliyekujia nayo ndiyo njia atakayerudi nayo. Pasua madhabahu. Anza kuyapasua hayo madhabahu ya kuibiwa nyota. Pasuka kwa damu ya mwanakondoo. Nataka nione watu wanapasua moto wa damu ya mwanakondoo. Achilia moto katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, yule aketia juu akacheka, ndipo Bwana akafadhaisha kwa ghadhabu, akasema nao kwa hasira, tazama leo amenizaa, nimekuwa mtoto wake, amekuwa baba yangu, amenipa misho ulimwengu kwa urithi wangu, amenipa mataifa kwa miliki yangu. Nitawaponda na fimbo ya shaba, nitawapiga kama chungu cha mfinyanzi. Anza kupiga madhabahu. Piga hiyo madhabahu kwa damu ya mwanakondoo. Piga kwa damu ya mwanakondoo. Vunja kwa damu ya mwanakondoo. Teketeza katika jina la Yesu. Hiyo madhabahu ya giza vunja. Hiyo madhabahu ya kulemewa vunja. Hiyo madhabahu ya udhaifu pasua. Leo nataka kurudisha vitu zako, lakini lazima tuanze kung'oa kwenye mizizi. Pasua madhabahu. Pasua, usiogope. Pasua kwa damu ya mwanakondoo. Pasua. Usiogope, pasua, vunja haribu. Vunja, ng'oa kwenye misingi. Kila pando ambalo hajalipanda Bwana litang'olewa, maana shoka liko tayari kuvunja kila pando la giza. Hilo pando la magonjwa livunje hilo madhabahu. Pasua kwa damu ya mwanakondoo. Madhabahu ya ukoo, madhabahu ya pombe, madhabahu ya umaskini, madhabahu ya kuzuia mume, madhabahu ya giza, na ya pasua kwa damu ya mwanakondoo. Kumbuka hapo ndio mahali akapo shetani. Mungu anasema napajua
kukaa hapo mali mtumishi wangu Antipas aliuliwa, lakini wewe unalishika sana jina langu, unalishika sana jina langu. Kuna mali shetani anataka kuondoa, anaiba ndoa kutokea pale, anajenga madhabahu kutokea pale. Nataka tuyafuate hayo madhabahu. Kwenye bahari, zama kwenye bahari, maana wafanya malaika zake kama upepo na utumishi wake kama miale ya moto. Unaweza geuka kwa kuwa moto, sema na geuka na kuwa miale ya moto katika jina la Yesu Kristo. Na ifuata hayo madhabahu, na iteketeza katika jina la Yesu Kristo, na ipasua na ivunja by the blood of Jesus, na uwezo wa Mungu le. Pasua madhabahu, pasua. Mimi naangamiza madhabahu kwa damu ya mwanakondoo. Kumbuka leo umekuwa chombo kipya kikali chenye meno. Utavunja milima, utafikisha vilima zitakuwa kama makapi. Vunja milima ya madhabahu, pasua kwa damu ya mwanakondoo. Neno la Mungu ni moto ulao. Achia moto kwenye ulimwengu roho. Achia kwa damu ya mwanakondoo. Achia moto wa damu ya mwanakondoo. Sema madhabahu ya udhaifu pasuka, madhabahu ya kichawi pasuka, madhabahu yote iliyotengenezwa juu yangu pasua kwa damu ya mwanakondoo. Lakini sasa wachawi wanakuwa na tabia moja. Endelea kupasua, tukiendelea kuhimishana. Wachawi wanakuwa na tabia moja. Ukivunja madhabahu yake, anatafuta madhabahu ya kuazima. Balak alimtafuta Balaam, akamwazima amjengee madhabahu. Ukivunja madhabahu ya ukoo, wanaenda kutafuta madhabahu mengine, wanafanya nini? Wanatolea kafara zao. Leo tunaenda kuwafuata kwenye ubora wao, tunaenda kuwafuata kwenye akili zao. Hizo madhabahu za kuazima, zenye madhabahu walionitangulia, kamata hizo madhabahu za kuazima. Imeandikwa Bwana atavunja viti vya wafalme na atavunja viti vya wafalme wa kigeni. Fuata hizo madhabahu za kigeni, hizo madhabahu za kuazima. Sema nazifuata hizo madhabahu zilizotengenezwa za ukoo wengine ambao nilishikanishwa nazo pasipo kujua. Nazikamata, nazipasua, nazikamata, nazifyeka kwa damu ya mwanakondoo. Fuata hizo madhabahu zote zilizotengenezwa juu yangu. Pasua kwa damu ya mwanakondoo. Nataka nione watu wanapasua, 2 minutes watu wapasue. Madhabahu zote, madhabahu za kigeni, madhabahu za wafalme, pasua kwa damu ya mwanakondoo. Vunja katika jina la Yesu Kristo. Pasua hicho kiti cha enzi cha shetani, kipasue. Madhabahu iletayo laana juu ya maisha yako, madhabahu iletayo hasara juu ya maisha yako, pasua kwa damu ya mwanakondoo. Usiogope, pasua. Biblia inasema jeshi linapojipanga kupigana nawe, moyo wako utaogopa. Watenda mabaya na watesi wako walipokaribia kula nyama, moyo walijikwaa kwa damu ya mwanakondoo. Leo wanaenda kujikwaa, leo wanaenda kujivunja, leo wanaenda kupasuka kwa damu ya mwanakondoo. Vunja madhabahu, alafu tuwakamate hao wachawi, tuwakamate wakuu, tuwakamate washiriki wao, tuwakamate watenda kazi na wakala wa giza. Kumbuka waliofanya hasira juu ya Danieli waliingiza kwenye tundu la simba. Waliofanya hasira juu yake waliangamia, wakakuwa sio kitu tena. Pasua for now, alafu tuanze kuwafunga kwa damu ya mwanakondoo. Pasua katika jina la Yesu Kristo. Kama umepasua, nataka nione watu sema nimepasua katika jina la Yesu Kristo. Sema nimepasua. Tuanze kuwakamata wakuu. Biblia inasema tutawafunga wafalme wao kwa pingu za chuma na wakuu wao kwa minyororo. Nataka tuwafuate wale wachawi, tuwafunge. Chochote utakachofunga duniani hakuna atakayeweza kufungua, maana kimefungwa mpaka mbinguni. Umepatiwa mamlaka wewe, uko na ufunguo ya ufalme kwa damu ya mwanakondoo. Sasa nataka tuanze kuwafunga. Sema yule mama mchawi, yule babu mchawi aliyekufa kwa dhambi, anayetumiwa na shetani kuleta maafa juu yangu, aliyechukua nyota yangu na kufunga kwa damu ya mwanakondoo. Wafunge kwa kamba za chuma, wafunge kwa minyororo. Wakuu wa giza, sema na wafunga. Wachawi uko na kufunga. Ewe mama mchawi na kufunga. All spiritual spouses na kufunga kwa damu ya mwanakondoo. Ule mama anayenimiliki kwenye ulimwengu wa roho na kufunga. Sorry guys, nataka nione watu wanasema na wafunga kwa damu ya mwanakondoo. Na wafunga, sema wafalme wao na wafunga kwa pingu za chuma. Enyi wachawi wa ukoo, na wafunga kwa pingu za chuma. Ewe mama aliyeleta maafa juu yangu, na kufunga kwa pingu za chuma. Anza kuwafunga sasa. Usiogope kwa damu ya mwanakondoo. Usiogope leo. Leo tunaenda kutumia Psalm 35. Tunaenda kuwapiga na Zaburi 35. Tunaenda kupigana na wanaopigana nasi. Tunaenda kuchukua kigao na ngao. Tunaenda kuwafuata, tunaenda kuwaweka kwenye njia ya utelezi, lakini lazima wafunge, kwa kuwa Biblia inasema wenye nguvu wanapolinda vitu vyao viko salama, lakini wakija wenye nguvu atamfunga, alafu atachukua zile silaha zake nyara. Sema na wafunga kwa damu ya mwanakondoo. Kila mmoja sema namfunga ule mama mchawi. Namfunga. Kama alikujia kwa ndoto, mfunge. Alikuja kama paka, funga. Alikuja kama spiritual spouse, funga. Alikuja kama ng'ombe, funga kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu ile hai. Alikuja sijui kama nyoka, funga huyo nyoka. Alikuja sijui kama nani, funga. Alikuja na uso sijui ya nani, funga kwa damu ya mwanakondoo. Hii master, funga huyo, funga. Imeandikwa tutawafunga wafalme wao kwa minyororo.
na pingu za chuma, wafunge kwa damu ya mwanakondoo, wafunge. Sasa ukishawafunga, Biblia inasema ewe Juda, mkono wako utakuwa kwenye shingo za adui zako, mandugu zako watakuja kusujudu miguuni pako. Biblia inasema Bwana akamwambia Bwana wangu, keti mkono wangu wa kulia mpaka wakati nitakapoweka adui zako chini ya miguu. Adui zako kimfunga ako chini ya miguu yako. Adui yako kimfunga is under your control. Sasa utaamua utampiga, utaamua utampasua, utaamua utamfyeka. Wafunge kwa damu ya mwanakondoo. Sema nafunga wachawi wote wa ukoo, nafunga kwa damu ya mwanakondoo. Nafunga ule mama mchawi mfupi, namfunga kwa damu ya mwanakondoo. Nafunga ule dada mchawi, namfunga kwa damu ya mwanakondoo. Ule alikuwa anapuruka, namfunga kwa damu ya mwanakondoo. Anayekuja kunifuatilia maisha yangu, namfunga kwa damu ya mwanakondoo. Ule mama mchawi niliyemwona kwenye ndoto, namfunga kwa damu ya mwanakondoo. Biblia inasema aonywae na asikia na shupavu shingo yake itavunjwa na hakuna dawa itakayopatikana. Leo tunaenda kuwafunga hizo shingo za kichawi, tutazifyeka. Hizo shingo za kiganga, ulimi ya kiganga tutazipasua. Aliyejikusanya kwa ajili yako leo ataanguka, maana Mungu anageuza nia za wafalme kwa ajili yako, anageuza nia za mataifa kwa damu ya mwanakondoo. Nataka nione watu wasema na wafunga kwa damu ya mwanakondoo. Ukishawafunga, nataka tuachilie moto wa damu ya mwanakondoo. Sema naachia moto. Kila mmoja amewafunga, funga. Kama umefunga sema nimefunga. Tuanze kuachilia moto. Nataka leo tuende pole. Leo tunawapiga pole, tunawapiga pole, lakini tukipiga sisi hakuna atakayesimama kwa damu ya mwanakondoo. Tukifyatua sisi ndio wana wa Mungu. Mungu ako ndani yetu, aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye ndani yao. Tunaenda kupasua kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye. Sema sasa achia. Nataka kila moja uachie mawe, uachie rungu, uachie moto, uachie chochote utakachoachia. Vaa silaha za Bwana. Tushavaa silaha za Bwana ambao ni neno la Bwana. Leo tunaenda kuhusiana vile Bwana asema kuhusu wachawi. Imeandikwa hakuna uganga juu ya Yakobo, hakuna uchawi juu ya Israeli. Leo tunawakamata wachawi. Anataka kuiba nyota yako. Ule mama mganga anataka kuiba nyota yako, anakusumbua, anataka kutoa mtoto wake kafara. Ule shemegi mchawi anakusumbua. Ule dada mchawi, ule mtoto mchawi anakusumbua. Anza kupasua sasa. Sema naachilia moto wenye akili, naachilia moto wa damu ya mwanakondoo. Achia damu ya mwanakondoo, achia moto wenye akili. Sema naachia moto na kuteketeza ewe mchawi wa maisha yangu, na kuteketeza ewe adui wa maisha yangu, na kuteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Teketeza adui, teketeza. Biblia inasema Amaleki atamalizwa na kizazi chake. Vunja. Imeandikwa usiwache mwanamke mchawi akaishi. Thou shall not suffer to let a witch live. Pasua huyo mchawi, pasua kwa damu ya mwanakondoo. Pasua mchawi, fyeka mchawi. Vaa silaha za Bwana. Toa chepeo la imani, vaa chepeo la wokovu. Pasua kwa damu ya mwanakondoo. Sema na kufyeka ewe mchawi wa familia, na kuvunja ewe mchawi uliokuja kuiba nyota. Achia moto wa damu ya mwanakondoo, achia moto. Sema na achia moto. Imeandikwa shindanaye na Bwana atapondwa pondo. Kutoka mbinguni Bwana ataachilia radi. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai, wewe ni mtendakazi pamoja na Kristo. Achilia radi kama Samueli, achilia radi kwa damu ya mwanakondoo. Moses akasema kama hawa watu hawatakufa kifo cha kawaida, basi watajua ni Mungu hajanituma. Akaamuru ardhi ikafunguka, ikameza Dotan, ikameza Kora, ikameza Biram, wakamezwa angali hai kwa damu ya mwanakondoo. Leo tunaamuru, sema naamuru ardhi ifunguke kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa kwa jina lake tutafukuza pepo wachafu, kwa jina lake tutaongea kwa lugha mpya, kwa jina lake tutaekea mikono juu ya wagonjwa nao watapona. Mapepo yamekuja yamekuwa kama magonjwa. Wewe achia moto, vunja huyo mchawi, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Pasua ewe mchawi wako, pasua ewe mchawi uliyetengeneza madhabahu, na kufika na kupasua. Kama unajua jina, mtaje kwa damu ya mwanakondoo, mtaje kwa jina. Sema na kujua ewe mama mchawi uliyenijia kwenye ndoto yangu, na kujua ewe mama mchawi uliyekuja kama ng'ombe lakini uko na uso wako, nilikuona kwa hiyo uso wako, na kufika na kupasua na kuangamiza. Imeandikwa waliojikusanya kwa ajili yako wataanguka kwa ajili yako. Waangushe katika jina la Yesu Kristo, waangushe katika jina la Yesu Kristo. Sema umeanguka ewe Babeli, mkuu wa makahaba na mwingi wa machukizo wa nchi. Angusha huyo mchawi, muangushe kwa damu ya mwanakondoo. Achia moto. Nataka tuwapige, tuwapasue kwa damu ya mwanakondoo. Alafu sasa tuzime moto wa madhabahu, tukiteketeza kafara ya madhabahu. Tuzime moto wa madhabahu, tukiteketeza kafara ya madhabahu.
Kila mmoja ushapiga wachawi, ushawafyeka. Biblia inasema lile jua lenye kuponya kwenye mbawa zake limekwisha kuzuka, na sisi tunarukaruka kama ndama aliyeachiliwa kwenye zizi. Tunawapiga waovu, wanakuwa kama mavumbi chini ya miguu yetu. Nataka ufyeke huyo mama mchawi, nataka ufyeke huyo baba mchawi aliye na mwili na asiye na mwili. Leo tunateketeza kulia, tunateketeza kushoto, tunapigana nao, tunavaa vigao na ngao, tunawafuata. Leo anaingia kwenye njia ya utelezi, ameingia kwa 18 yangu na mpasua. Aliyeingia kwa 18 ya Alex anavunjika vipande. Ewe mchawi wa ukoo na kufyeka, aliyeweka masanduku ya kichawi juu yangu na kupasua, aliyenitangulia kutengeneza madhabahu kuvunja ndoa yangu na kufyeka, aliyemfuata watu wangu wa karibu na kupasua kwa damu ya mwanakondoo, na vunja pembe za Moabu na pasua katika jina la Yesu Kristo. Ewe mchawi aliyenifuata, pasua kwa damu ya mwanakondoo. Anaiba ndoa kutokea pale, anavunja biashara kutokea pale. Fuata hicho kiti cha enzi pale akapo shetani. Huyo ndo madhabahu, huyo ndo mchawi, huyo ndo kiti wa ukoo, huyo ndo mkuu wa ukoo. Pasua kwa damu ya mwanakondoo. Kama umepasua sema nimepasua katika jina la Yesu Kristo. Nataka kila mtu aseme in present tense, sema nimepasua, kwa kuwa Mungu anasema nina uwezo wa kufufua wafu. Ninasema mambo yajayo ni kama yamekwisha kuwako, na sisi tunasema mambo yajayo ni kama yamekwisha kuwako. Sema nimepasua katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Sema nimepasua, nimemfyeka, nimemwangamiza katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Nataka sasa tuzime moto wa madhabahu. Tukizima moto madhabahu, tunateketeza na kafara zao zote walizotoa. Kumbuka Balaam walitengeneza madhabahu 3, wakatengeneza fahali wa 7 na kondoo wa 7. Unaweza kuwa na madhabahu moja imetolewa kafara mingi, ndio maana shida zako haziishi. Unavunja leo, unashangaa na kufuata kesho. Unavunja kesho, unashangaa na kufuata. Unashangaa nini inaendelea kwenye maisha yangu? Leo tunataka kuteketeza kafara zote zilizotolewa. Madhabahu madogo, madhabahu makubwa, madhabahu ya kizee, madhabahu ya kigeni. Tunataka kuteketeza kafara zote. Vaa mamlaka. Nataka nione watu wanasema na vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, kwa kuwa imeandikwa nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wako. Endelea kuvaa mamlaka. Tunaenda kuwashinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wako. Leo ushuhuda wetu utakuwa mchawi yamepasuka. Ushuhuda wetu utakuwa madhabahu yamevunjika. Ushuhuda wetu utakuwa sisi ni wana wa Mungu leo. Vaa mamlaka polepole, vaa mamlaka. Usishangae naenda na spidi sana, kwa kuwa hata mimi nimejazwa na uwezo wa Mungu leo hai. Nimejazwa na nguvu za Bwana, nimejazwa na uwezo wa Mungu leo. Aliye ndani yangu ni mkuu. Malaika wa Mungu ashafanya matuo, analilinda mimi. Maana walifurahi walipo ona timazi kwa mkono wa Zerubabeli, maana hakuna awezaye kudharau siku ya mambo madogo. Leo tunavunja, tunabomoa paka misingi, tunabomoa paka misingini, maana imeandikwa bomoeni paka misingini. Vaa mamlaka. Sema na vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, na vaa mamlaka. Kila mmoja vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Hata kama umeingia saizi, wewe jirushe ndani. Vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, kwa kuwa watu wawili ama watatu wakishikana kwa jina la Bwana Yesu anakuwa pamoja nasi. Ingia ndani, sema na vaa mamlaka. Leo tutakubeba kwenye maombi. Vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Sema nazima moto wa madhabahu na uzima kwa damu ya mwanakondoo. Na achilia moto na uzima kwa damu. Nazima nikitekeleza kila kafara iliyotolewa kwenye madhabahu. Kafara ya mbuzi, kafara ya binadamu, kafara ya ng'ombe, na iteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Kwa madhabahu zote ulizotolea juu yangu, nateketeza kafara ya madhabahu. Zima moto wa kafara. Zima. Sema nazima moto wa madhabahu. Nazima moto wa magonjwa. Nazima moto wa kushindwa. Nazima kwa damu ya mwanakondoo. Zima, kila moja zime akiharibu kafara yao kwa damu ya mwanakondoo. Zima. We zima, haribu. Zima, haribu kwa damu ya mwanakondoo. Unaweza achilia maji iliyojaa ghadhabu ya Bwana. Unaweza chukua chetezo kwenye madhabahu ya Bwana. Kumbuka kiti cha enzi cha Bwana kina hukumu ya ukweli na haki, na kuna radi kwenye kiti cha enzi. Unaweza chukua radi kwenye kiti cha enzi, fyeka. Unaweza chukua moto kwenye ulimwengu wa roho, pasua. Choma hiyo madhabahu, choma hiyo moto wa madhabahu. Zima huo moto wa madhabahu. Zima kwa damu ya mwanakondoo. Sema zimika kwa damu ya mwanakondoo. Nateketeza kila kafara iliyotolewa, maana imeandikwa kila silaha iliyofanywa juu yangu haitofaulu, na kila ulimi ulioinuka kuhukumu wewe tutahukumu mkosa. Leo tunahukumu ulimi wote maneno yote yaliyotolewa kichawi, kwa kuwa hakuna wezaye kumlani ambaye Mungu amembariki. Nataka sasa tuzime tukipasua madhabahu. Sema nazima moto wa kafara nikiharibu hiyo madhabahu ya paka, madhabahu ya mbuzi, madhabahu ya ng'ombe, madhabahu ya binadamu. Naipasua, naifyeka, naiangamiza, naikanyaga, naiponda kama chungu cha mfinyanzi. Mimi naponda zangu, wewe pia ponda zako. Leo ile injili nitangojea. Hakuna injili ya kungojea. Leo ndio utimilifu wakati. Biblia inasema ulipowadia utimilifu wakati,
mwanadamu akadhirishwa ili afanye nini? Azivunje kazi za ibilisi. Sisi ndio wanadamu. Pasua zima moto wa kafara. Nasema zima nikiteketeza kafara ya madhabahu. Zima nikiteketeza kafara ya madhabahu. Kafara ya ng'ombe. Wewe taja. Si lazima ukoe unajua kwenye ulimwengu roho lazima kuna damu. Lazima kuna maagano ya damu yalifanywa. Hawezi patwa na magonjwa kama kuna madhabahu iliyotolewa. Hawezi patwa na magonjwa kama kuna kafara iliyotolewa. Zima, haribu kafara zao kwa damu ya mwanakondoo. Haribu kafara zao. Alafu ukiharibu kafara zao nitaonyesha mbinu fulani. Nitaonyesha vile tutawatangulia tuvunje fikra zao kwa damu ya mwanakondoo. Haribu kafara. Kama umeharibu, nataka nione hapo chini wamesema nimeharibu kafara, nimeteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Nimeharibu kafara, nimeteketeza. Rozi sema nimeharibu kafara, nimeteketeza katika jina la Yesu Kristo. Nimeharibu kafara, nimeteketeza kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu le hai. Haribu kwa damu ya mwanakondoo. Kama umeharibu, na sasa tuwatangulie pia sisi, tushike fikra zao, tuharibu zile madhabahu ambao hawajazijenga bado, lakini wanakusudia kuzijenga, kwa kuwa Biblia inasema nitakutangulia. Mungu ametutangulia. Wachawi pia uoga wanatutangulia. Nataka tuwafuate, tuende mbele yao, tushike mawazo yao, tushike fikra zao, tuvunje madhabahu yao kwa damu ya mwanakondoo. Kila mmoja vaa mamlaka sasa. Vaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Vaa mamlaka. Usiogope. Leo niko na nyinyi. Leo tumeitisha ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Tumeitisha malaika wa Mungu. Kila mmoja mahali huko kuna malaika wako. Kuna malaika wako wako hapo. Malaika wako kazini. Kwa kila hatua kuna malaika. Kwa maombi haya kuna malaika. Kwa kila ngazi kuna malaika. Leo malaika wa Mungu washafanya matua. Roho Mtakatifu kwa pamoja nasi. Hatujapokea roho ya utumwa iletayo hofu. Tumepokea roho ya kiasi. Tumepokea roho ya upendo na roho ya ujasiri kwa damu ya mwanakondoo. Vaa mamlaka sasa. Nataka tuwatangulie, tuvunje madhabahu yao. Ile mawazo yao kichawi tunayakamata, tunayafunga kwa damu ya mwanakondoo. Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Nataka nione watu wanavaa mamlaka. Nasema navaa mamlaka kwanza, alafu tutangulie yale madhabahu wanaopanga kujenga mbele yetu. Tunataka kwenda kuiharibu. Nasema nafunga fikra zao. Anza kufunga fikra ya kiganga. Anza kufunga fikra za kichawi. Anza kufunga sasa. Nataka tufunge fikra zao. Sema nafunga fikra za kichawi. Nafunga mawazo ya kichawi. Napasua madhabahu wanayopanga kuyajenga. Napasua hayo madhabahu wanayopanga kujenga mbele yangu. Pasua kwa damu ya mwanakondoo. Fika hao wachawi. Pasua. Sema nimewatangulia. Ewe mganga unayepanga kuroga mtoto wangu kesho, nimekutangulia. Ewe mganga uliyezama, nimekutangulia. Ewe mchawi anayepanga kuniletea makwazo, nimekutangulia na kufika na kupasua na haribu madhabahu yako ya kigeni na yapasua hayo fikra ya kichawi na kuvunja kwa damu ya mwanakondoo. Nataka tuvunje 3 minutes, nataka uvunje 2 minutes. 2 minutes, alafu sasa tuanze kurudisha vitu zetu, alafu tujenge madhabahu, alafu tutishe ulinzi katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Kumbuka imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wao. Hata kupenda maisha yao hadi kufa. Yani sisi hatupendi maisha yetu hadi kufa, lakini lazima nyota zetu zirudi. Hatupendi. Ushuhuda ni ya kwamba kila mmoja kesho asimame asema kweli Bwana anaishi, kweli Bwana anatembea, kweli hekima ya Bwana isiyo na mipaka imejulikana kwenye ulimwengu wa roho kwa damu ya mwanakondoo. Sema na watangulia, navunja mawazo ya kichawi, na watangulia, navunja hiyo pepo ya kansa, navunja ya magonjwa waliopanga kwenye ulimwengu wa roho, na pangua kwa damu ya mwanakondoo, pangua kwa damu ya Yesu. Nataka mvunja vunja. Poleni kama nawapeleka mbio. Nataka kila mmoja asema natangulia, navunja, natangulia, nafika, natangulia, na haribu kwa damu ya mwanakondoo. Alafu nataka tukishavunja, kama umevunja sema nimevunja. Alafu sasa tuanze kufanya nini? Kupangua mipango yote kwa damu ya mwanakondoo. Tupangue mipango yote kwa damu ya mwanakondoo. Kuna mipango kwenye ulimwengu wa roho. Kuna giza imewekwa kwenye ulimwengu wa roho. Nataka tupangue, nataka tusambaratishe. Kuna ndoto uliota na hukuelewa, nataka tusambaratishe. Haimaanishi kama hujaota eti hujapangiwa mambo maovu. Kuna mambo yamepangwa, ndio maana kuna na vifo vya ghafla. Ndio maana kuna na magonjwa ya ghafla. Ndio maana kuna na hasara ya ghafla. Leo nataka tupangue mipango yote kwenye ulimwengu wa roho. Mipango yote, Biblia inasema fanya shauri nalo litaanguka. Sema neno nalo litabatilishwa. Kubatilisha ni kugeuza ile mipango yote kwa damu ya mwanakondoo. Kusweat we, okay, it's fine. Roho wa Bwana kwa juu yako, tena amekutia mafuta kwa damu ya mwanakondoo. Haya, kila mmoja nataka tupangue mipango yote iliyopangwa kwenye ulimwengu wa roho. Kila mmoja pole kama unapeleka. Kama uko na maji unaweza kunywa upate nguvu tena. Nataka unapeleke pole kwa damu ya mwanakondoo.
Kila moja avae mamlaka sasa. Vaa mamlaka tena. Vaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Kamata anga, kamata inchi, kamata ardhi kwa damu ya mwana kondoo. Maana umeumbwa kwa mfano wa Bwana, ukuje kutawale wapi? Utawale anga, utawale bahari na utawale inchi na vyote vilivyomo. Ukaambiwa enda uijaze dunia na uitishe. Umepatiwa mamlaka ya kuitawala dunia. Umepatiwa mamlaka ya kukomanda dunia. Leo na sasa nataka vaa mamlaka sasa. Vaa mamlaka, vaa mamlaka. Sema na vaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Na vaa mamlaka kwa damu ya mwana kondoo. Na vaa mamlaka. Napangua kila mipango kwenye ulimwengu roho, mipango ya giza, napangua kwa damu ya mwana kondoo. Napangua hiyo mipango ya kufa, hiyo mipango ya mauti, napangua kwa damu ya mwana kondoo. Pangua. Nataka kila moja pangue mipango yote ya giza. Imeandikwa kuna adui anayekuja kuiba mipaka, anaiba kundi kutokea pale, anaiba biashara kutokea pale, tena anaiba kwa jeuri. Pangua kwa damu ya mwana kondoo. Pangua hiyo mipango. Pangua mipango ya giza, pangua mipango ya hasara, pangua kwa damu ya mwana kondoo. Tukishapangua, nataka tuamuru vitu zetu zirudi. Nataka tuamuru nyota zetu zirudi. Nataka tuamuru kila kitu kirudi kwa damu ya mwana kondoo. Na uwezo wa Mungu ile hai kwa damu ya mwana kondoo na uwezo wa Mungu. Pangua, usiogope, wewe pangua. Pangua kwa damu ya Yesu. Pangua kwa damu ya Yesu. Pangua, usiogope, wewe pangua. Pangua, kila moja pangua. Good. Naona mmepangua, naona mpangua. Fine, thank you. Naona tumepangua mipango yote giza. Na washa moto wa damu ya mwana kondoo. Nataka sasa tuamuru kila kitu ambacho chako kilichukuliwa. Kwa kuwa imeandikwa watu hawa ni watu waliibiwa na kutekwa, wamenaswa kwenye mashimo, wameweka kwenye magereza, wamekuwa mawindo na hakuna aokoaye wala hakuna aitai. Ule adui aliyekuja kula leo tutamtafuna. Imeandikwa ule alaye ataliwa, adui zako atafungwa. Aliyekuja kuteka nyara naye atatekwa, aliyekuja kukuwinda naye atawindwa. Kuna adui amekuja kula biashara, leo tunamkula yeye. Kuna adui amekuja kuteketeza ndoa, leo tunamteketeza yeye. Nataka sasa kila moja sema rudisha chochote unadhani kilichokuwa kimeibiwa. Kuna wakati ulikuwa hujui kuomba, kuna vitu zako zilikuwa zimeibiwa na ukaokoka kwa sababu umeteseka sana, lakini bado una maarifa ya kuomba. Bado vitu zako zimeibiwa. Nataka uamuru. I want you to release command kwenye ulimwengu wa roho. Ukiamuru wewe, chochote kimeshikwa kwenye bahari kitarudi kwa mikono yako. Kwa kuwa Biblia inasema, nimewaona watumishi wanapanda farasi na wafalme wanatembea. Sisi ndio wafalme, mbona tunatembea? Sisi ndio wafalme, mbona tunaacha watumishi wenye ulimwengu wa giza wanapanda farasi wetu? Mbona tunawaacha wakala wa giza wanapanda farasi zetu, wanatumia nyota zetu? Sema naamuru leo, naamuru kwa damu ya mwana kondoo. Nataka kila moja amuru. Nataka kila moja you release command kwenye ulimwengu wa roho. Release command katika jina la Yesu Kristo. Sema naamuru nyota yangu iliyochukuliwa, na yamuru njoo kwa damu ya mwana kondoo. Nataka rudisha aliyechukua nyota yako, rudisha kwa damu ya mwana kondoo. Fyeka mikono yake milegevu, fyeka, pasua, vunja. Rudisha nyota yako ya mapenzi, rudisha nyota yako ya mikono, rudisha nyota yako ya akili, rudisha kwa damu ya mwana kondoo. Rudisha kwa damu ya mwana kondoo na uwezo wa Mungu. Kuna watu wamebarikiwa kwa baraka mingi kwenye uzazi wao. Kuna watu wakishika kitu kinabarikiwa. Kuna watu wakifanya kitu kinabarikiwa. Ndio maana Nebukadneza alikuja kuteka watu nyara, aliteka watu wenye akili. Kuna watu baraka zao ziko kwenye akili, kuna watu baraka zao ziko kwenye ndoto, kwenye ndoa, lakini ziliibiwa zikapelekwa kwenye vifungo, ziliibiwa zikapelekwa Barahindi, zikapatiwa wasanii. Sema rudisha leo na kuapisha ewe joka, tapika kwa damu ya mwana kondoo. Imeandikwa amemeza mali, atayatapika tena, Bwana atayatoa tumboni mwake. Leo nataka kuamuru ule joka aliyemeza, ule Leviathan wa majini, nataka tumwamuru arudishe nyota. Na kuamuru ewe joka uliyekula biashara, na kuamuru ewe mchawi uliyekula nyota yangu, na kuamuru ewe mchawi uliyetengeneza vifungo, rudisha nyota yangu kwa damu ya mwana kondoo. Rudisha katika jina la Yesu na kuapisha katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa kwa jina lake tutafukuza pepo wachafu. Nami na kuapisha katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu, waapisha warudishe nyota kwa damu ya mwana kondoo. Kila moja nataka upende polepole. Rudisha nyota zako. Sore, hata mimi na nyota zangu za kurudisha, hata mimi na vitu zangu za kurudisha, hata mimi niko na
vitu zangu za kurudisha kwa damu ya mwanakondoo. Rudisha, 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 rudisha. Jeshi linapojipanga kupigana nawe, moyo wako utaogopa. Rudisha kwa ujasiri. Sema navaa ujasiri wa damu ya mwanakondoo. Narudisha kwenye bahari, narudisha kwenye anga, narudisha kwenye mapori, narudisha kwa damu ya mwanakondoo na uwezo mule. Rudisha, usiogope. Rudisha, usiogope. Rudisha, usiogope. Hakuna uganga juu yako, hakuna uchawi juu yako. Wewe ndio Benaya mwana wa Yohada, mtu shujaa. Rudisha kwa damu ya mwanakondoo. Rudisha katika jina la Yesu. Daudi akasema, Bwana niwafate, nitawapata, nitarudisha vyote. Akawafuata, akawapiga, akarudisha vyote kwa damu ya mwanakondoo. Ule dubu aliyekula mwanakondoo alienda akampiga, akatoa mwanakondoo kwenye mdomo wake. Kuna watu wamekula biashara, zifuate. Piga huyo mchawi, piga huyo mama. Rudisha kila kitu chako kwa damu ya mwanakondoo. Rudisha kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Kila mmoja rudisha. Usiogope, nataka mrudishe polepole tu, mrudishe kwa ujasiri. Si lazima ushout kama mimi. Au ukijua ni mwana wa Mungu leo, unaweza sema polepole tu, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Kwa kuwa unajua kuna watu wako na watoto na watoto wamelala. Si lazima upio, si lazima ushout. Ukijijua wewe ni nani, mbingu inakutambua. Sema narudisha nyota, narudisha nyota, narudisha biashara, narudisha ndoa, narudisha vyote vilivyoibiwa kwenye ulimwengu. Na apisha aliyeshika apasuke vipande vipande, na apisha aliyeshika nyota avunjike vipande vipande. Biblia inasema sheria ya Mungu ni kuwa mwizi anapokamatwa anarudisha mara 7. Muamuru, sema leta mara 7 kwa damu ya mwanakondoo. Leta mara 7 kwa damu ya mwanakondoo. Aliyeiba nyota, leta kwa damu ya mwanakondoo. Aliyeiba pesa, leta kwa damu ya mwanakondoo. Rudisha katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Rudisha kwa damu ya mwanakondoo. Tuko karibu kumaliza, kurudisha. Ya leo ilikuwa ni kurudisha vitu. Ya leo ilikuwa ni kurudisha. Rudisha, usiogope. Rudisha, taja, rudisha. Ukirudisha unamfieka, ukirudisha unampasua, ukirudisha unapasua hiyo, unavunja huyo mchawi, unamkamata. Watoto wa Mungu tuko vitani. Kupigana kwetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya mamlaka, ni juu ya wakuu wa giza, ni juu ya wakuu wa giza, ni juu ya majeshi ya pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Leo tumezama kwenye ulimwengu wa roho. Malaika wa Mungu wamefanya matua kutulinda sisi kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa malaika wa Mungu ataamuru malaika zake watuinue tusijikwae. Leo rudisha kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu hai. Narudisha ndugu yangu, narudisha ndugu yake kwa damu ya mwanakondoo. Naamuru popote alipo, na kata hizo kamba katika jina la Yesu Kristo. Hakuna uganga juu yake, hakuna uchawi juu yake. Napasua misingi za wenye misingi, navunja akili za wenye misingi. Naamuru leo wamwachie katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai katika jina la Yesu Kristo. Namrudisha mali alipo katika jina la Yesu Kristo. Narudisha nyota ya feli, narudisha kwa damu ya mwanakondoo. Narudisha katika jina la Yesu Kristo. Narudisha katika damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Rudisha. Nataka turudishe, alafu tuanze kuweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Umerudisha, vitu zako zimerudi. Naona nyota imerudishwa, naona zile pengu zimekatika, naona zile makaratasi zimevunjika. Leo kidogo tu, nataka in 2 minutes kwanza tupige all spiritual spouses. Tujue kwa nini tumewasahau. Nataka tupige spiritual spouse wote. Nataka tuwapasue. Nataka watu tuvunje pete za kichawi. Nataka tuvunje makaratasi za kichawi. Rapture, ndugu yako anaitwa nani? Tumrudishe. Ndugu yako anaitwa tumuombe. Kila moja. Rapture amepoteza ndugu yake, amepotea, haonekani mahali alipo. Nataka turudishe ndugu yake kwa damu ya mwanakondoo. Sisi tuko na nguvu, tuko na mamlaka, tuko na uwezo wa damu ya mwanakondoo. Nataka tupige spiritual spouse kwanza. Nataka tuvunje kwa damu ya mwanakondoo. Nataka tuvunje. Sema napasua pete za kichawi, naziteketeza kwa damu. Napasua pete za uchumba za kichawi, nazifyeka kwa damu. Vunja pete za kichawi. Vunja all spiritual spouse. Sema I bind you by the blood of Jesus. Na wafunga kwa pingu za chuma, na wateketeza pete za kiganga, na ziteketeza. Nateketeza makaratasi za uchumba, nateketeza kwa damu ya mwanakondoo. Nataka tuteketeze spiritual spouse. Dakika 2 tu tuwavunje. Najua bado wanapenda kumiliki, kwa kuwa wao wana tabia mbaya. Wao wanapenda kuganda kwenye maisha ya mtu. Vunja pete za kichawi, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Sema navunja pete za uchumba, navunja makaratasi, navunja hizo certificate zao za kichawi, nateketeza kwa damu ya mwanakondoo. Alafu tuweke ulinzi. Nataka kila mmoja apige spiritual spouse. Kila mmoja apige spiritual spouse ambao unadhani na kumiliki. Kwa kuwa spiritual spouse unaweza mpiga leo akaenda akachukua wenzake akakuvamia. Nataka anaitwa Emmanuel Karani. Ewe Emmanuel Karani, mali alipo, aliyemkamata hizo kamba za kichawi, hizo kamba za magonjwa, na zifyeka na amuru kwa damu ya mwanakondoo. Inukeni enyi malango ya milele, waliomshika na wapasua, aliyomshika na kuvunja, na vunja hiyo madhabahu. Imeandikwa shindana na Bwana ataponda, na waponda kwa damu ya mwanakondoo. Na amuru arudi. Nasema njoo Karani, njoo kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu le hai.
Vunja, 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 vunja. Nataka tuvunje, alafu tuanze kuweka ulinzi. Nataka tuvunje. Kila moja aombe shida zake, kila moja aombe, alafu pia tumuombe karani arudi. Kila moja muombe. Kumbuke usiogope. Kumbuka muombe karani arudi kwa damu ya mwana kondoo na uwezo Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu. Nataka umeteketeza spiritual spouse, umewavunja, vunja hizo pete za kichawi. Saga. Umepatiwa meno za chuma, umepatiwa miguu ya shaba, utapiga mataifa mengi. Umepatiwa pembe za chuma kwa damu ya mwana kondoo. Huo mto shamfyeka, huo mto magonjwa vunja kwa damu ya mwana kondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Elisha sema, wapi Mungu Elia? Wapi Mungu Elia? Akapiga mto Jordan, mto ukapasuka. Na piga magonjwa upasuke, piga kwa damu ya mwana kondoo. Mungu wetu anajibu kwa moto. Mungu achelewi. Mungu masikio yake si mazito atashindwa kusikia, mikono yake si mizito hata ashindwe kuokoa. Kwa damu ya mwana kondoo imeandikwa, aliyejichimbia shimo cha kina mpaka kuzimu, mkono wa Bwana utamfuata. Aliyejipandisha kwenye milima atafuatwa na mkono wa Bwana, atadondoshwa kwa damu ya mwana kondoo na uwezo wa Mungu. Navunja kila mshale uliopigwa katika damu ya mwana kondoo. Kila mishale ya magonjwa vunjika, kila mishale ya kuzimu pasuka, kila mishale iliyotumwa juu yangu, all arrows za kiganga na zifyeka kwa damu ya mwana kondoo na uwezo wa Mungu. Pasua magonjwa, pasua kulemewa, pasua ushirikina, pasua ile roho ya hasara, ile roho iliyotumwa juu yako ya stagnation. Vunja hiyo roho inakumiliki. All spiritual spouse naziamuru dondoka leo. Tunavunja ndoa, lakini ndoa za kishetani. Tunavunja ndoa, ili ni ndoa za kiganga. Tunavunja ndoa, tunafuta huo maskini kwenye ukoo, tunafuta huo uganga kwenye familia, tunafuta hiyo pattern ya watu kufa mapema. Tunapasua hiyo pattern ya kuvamiwa kwenye ulimwengu wa giza. Tunapasua kwa damu ya mwana kondoo. Pingirisha chini hicho kiti cha enzi kwa damu ya mwana kondoo. Vunja pete, teketeza pete za kichawi, teketeza all powers of darkness. Vunja hizo makaratasi, hizo marriage certificates zao, hao watoto wa kishetani. Vunja. Unaweza kuwa unaota unanyonyesha watoto, kumbe ni watoto wa kishetani. Pasua, vunja. Kataa kumilikiwa, kataa kwa damu ya mwana kondoo. Roho ya Bwana juu yako, tena amekutia mafuta ili kuwatangazia maskini habari njema, vipofu pata kuona kwao tena, na maskini na watu walio kwenye magereza kuachiliwa kwao, na kuweza kutangaza siku ya Bwana iliyokubaliwa. Leo ndio siku ya Bwana. Vunja kwa damu ya kondoo. Imeandikwa, Bwana akatoa upanga mkubwa tayari kumkata, kumwadhibu ule Leviathan, ule nyoka kupinduka, nyoka wa majini, yani kumwangamiza kabisa. Wavamie wakazi wa Pekodi, waangamize. Ni nani ametoka Edom? Na kuona umetoka Edom, na kuona umetoka kwenye bahari. Umemfieka huyo mwanamke, umemfieka. Umerudi nyota zako, umevuka mto Jordan, umevuka mto Sham, umepiga ukuta wa Yeriko. Na kuona wewe ni mbarikiwa wa Bwana, wewe ni anointed wa Bwana. Vunja mishale ya giza, vunja mishale ya magonjwa. Pasua hiyo mishale kwa damu ya mwana kondoo. Biblia inasema, Mungu ameipa mikono yangu nguvu hata nivunje ile mishale zao, hata nivunje mishale ya ovu. Kwa msaada wa Bwana alifuata, kwa msaada wa Bwana alifuatilia jeshi, kwa msaada wa Bwana aliruka ukuta, kwa msaada wa Bwana alishinda majeshi kwa damu ya mwana kondoo. Nataka kila mmoja akisema mapasua, nataka sasa tuanze kuitisha ulinzi wa damu ya mwana kondoo. Tuitishe ulinzi wa damu ya mwana kondoo. Alafu maombi yetu pale, kumbuka yako kwenye ulimwengu wa roho, lazima tuziamuru zianze kumanifest. Ukiamuru zianze kumanifest kwenye ulimwengu wa roho, kuna vitu zinaanza kutokea pale. Unashangaa biashara yako inaanza kuwa vizuri, ndoto zako zinabadilika. Baadaye walikuwa wanakushika usiku, sasa ni wewe unawakamata. Baadaye walikuwa wanakujia kwa ndoto, wanakuja na manguo na ruka, sasa ni wewe unaanza kuarusha njia 7 kwa damu ya mwana kondoo. Imeandikwa, kila silaha iliyotungwa juu yako haitofaulu. Imeandikwa, adui atakuja kwa njia moja, atakimbia kwa njia 7. Imeandikwa, naweza yote kupitia Kristo yule atutiaye nguvu. Imeandikwa, Bwana ameandaa meza mbele ya adui zetu. Leo meza imeandaliwa, tutakula wakitazama. Nyota zetu zitarudi wakitazama. Tutashinda kwa damu ya mwana kondoo. Ule mto Sham tunauvuka kwa damu ya mwana kondoo. Kila moja. Nataka mfae mamlaka sasa. Tuamuru tuanze kuweka ulinzi. Nataka mfae mamlaka. Alex, kuna pepo naona ya scorpion inatoka kwa mdomo. Naona kwa vision. Hiyo pepo naifyeka, naipasua kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo roho ya scorpion na ikanyaga aliyekuja kwa umbo la scorpion, na kufyeka na kupasua na kudondosha kwenye shimo la kina lisilo na kina kwa damu ya mwana kondoo. Na kufyeka, na amuru ardhi ifunguke ikuvunje katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Imeandikwa, kila silaha iliyotungwa juu yake haitofaulu, na kila ulimi ulioinuka kumhukumu yeye na ikumu mkosa. Leo navaa mamlaka, mimi ni masihi wa Bwana, na amuru ganda kwa damu ya mwana kondoo na uwezo wa Mungu aliye hai, na katika jina la Yesu Kristo.
na uwezo Yesu ule hai kwa damu ya mwanakondoo. Leo adui yako chini ya miguu yetu. Leo tunamtenda kama alivyokusudia kututenda sisi. Ile mipango yote ya giza tunaivunja kwa damu ya mwanakondoo. Filis unaota nini? Kwa damu ya Yesu. Raka satatatata. Kila moja nataka tuvae mamlaka, tuitishe ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Kwa kuwa ukirudisha vitu zako bila ulinzi, bado milango yako iko wazi. Nataka tuitishe ulinzi kwa damu. Elsi tumevunja hapa spiritual spouse. Tumevunja spiritual spouse, lakini kama anakusumbua na wakamata na wafunga, enyi wenye nguvu kwenye ulimwengu roho waliokaa kwenye ulimwengu wake, na wakamata all spiritual spouse wanamsumbua Elsi, na wakamata na wafunga na wafika na wapasua, na amuru muachie kwa damu ya mwanakondoo, na achia moto wa damu ya Yesu. Fika huyo damu ya mwanakondoo, na amuru malaika wa moto aliyempiga Herode akaliwa na chango akufe, awapige kwenye ulimwengu roho, awadondoshe pande za mwisho za kuzimu, awadondoshe katika jina la Yesu Kristo. Na amuru wamwachie leo na sasa hivi. Achia ndoa yake, achia biashara, achia maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Maana mimi ni mwana wa Mungu leo, chochote nitakachofunga kimefungwa na mbinguni, imeandikwa, nimewekwa juu ya mataifa ili kuvunja, kuharibu na kuteketeza, kupanda na kujenga. Kila pando ambalo jalipanda Bwana juu ya maisha yake na kifyeka, kila pando na king'oa kwenye mizizi katika jina la Yesu Kristo. Na uwezo wa Mungu li hai, pasuka mwachie katika jina la Yesu Kristo. Nataka sasa tuanze kuweka ulinzi wa damu ya Yesu. Nataka tuanze. Nalala naota, lakini nikiamka sikumbuki. Kuna pepo wanakuwa na uhalisia wa kuiba ndoto upotea na maono upotea. Ukiendelea kuomba zinarudi, lakini leo nakamata hizo mapepo, na zikamata hao majoka ambao baba, hao majoka ambao wanazuia usione maono yako usiku. Kwa kuwa Mungu anaongea nawe, na wafyeka na wapasua na wavunja na wafunga. Kuanzia leo atakuachia kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu leo. Nataka kila mmoja aanze kuweka sasa ulinzi. Vyote hivi naona mali imerudi, naona nyota imerudi, naona watu wamepata ujasiri katika jina la Yesu Kristo. Please pray for my mom, she's sick. Na achia moto wa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa, nafsi yangu muhimidi Bwana, roho yangu mkumbuke na fadhili zake, maana umetuponya na magonjwa. Mungu unaleta baba, unawapatia waliozimia nguvu. Na amuru leo yale magonjwa aliyetumwa juu yake, na yamuru yadondoke. Ile pepo aliyeingia ndani yake akageuka akakuwa magonjwa, ule pepo aliyekaa nje yake na fika, na achilia moto wa damu ya mwanakondoo, na achilia moto, na achilia radi kwenye ulimwengu. Na vunja magonjwa, na pasua madhabahu, na kamata wachawi waganga, na kamata wasoma nyota, na kamata kila pepo wa magonjwa, na wafunga, na wafyeka, na wapasua, na wasaga. Imeandikwa, usimfunge ng'ombe mdomo anaposaga nafaka. Leo na wasaga wanakuwa kama sakafu la kusagia chuma, na wasaga nao wataonekana tena. Imeandikwa, ule adui hataonekana tena, maana Bwana yu pamoja nasi. Na achia moto, fyeka huyo pepo wa magonjwa, fyeka mwachia katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu le hai kwa damu ya mwanakondoo. Nataka sasa tuweke ulinzi. Nyarnayo unasemaje? Nataka sasa tuweke ulinzi. Please pray for me. Mimi usikia masikio ni kama zinawaka moto tangu 205. Au ni mashetani umeingia ndani yako. Sema, niko na chapa za damu ya, na I want you to Nyarnai, I want you to repeat after me. Sema, niko na chapa za damu ya mwanakondoo. Mwilini mwangu nimebeba chapa za damu ya Yesu. Sema, mwilini mwangu nimebeba chapa za damu ya mwanakondoo. Chochote kisinifadhaishe. Mwilini mwangu nimebeba chapa za damu ya mwanakondoo. Chochote kisinifadhaishe. Kwa damu ya mwanakondoo na vaa mamlaka na mimi. Usiogope, vaa mamlaka. Nataka wewe useme mwenyewe. Sema, na vaa mamlaka kwa damu ya Yesu, na vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Viumbe vyote vya giza vilivyo ndani yangu na vifunga kwa damu ya mwanakondoo, na ziamuru ile njia aliyeingia nao zimrudie yeye aliyetuma. Ile njia aliyorudia, amuru zirudi kwa damu ya mwanakondoo. Sema, niko na chapa ya damu ya mwanakondoo. Mtu yote asinitaabishe, maana niko na chapa ya damu ya Yesu. Mwilini mwangu niko na chapa. Na achia ulinzi, na achilia moto wa damu ya Yesu. Ivunje, ifyeke kila joka, mashetani, mapepo, kitengo cha juu, kitengo cha chini, dondoka ndani ya mwili wake. Pasuka vipande katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Nataka tuweke ulinzi. Nataka sasa tuanze kuweka ulinzi. Alafu kriteria vile tumeomba hii formula, nataka kila mmoja wenu ukipata muda, kama unahisi mamako ni mgonjwa, ameonewa, enda umuombe. Usiogope, wewe ni jasiri.
ile step ya wewe kwenda kumwombea, Mungu anasikia maombi. Masikio yake si mazito hata ashindwe kusikia, mkono wake si mzito hata ashindwe kuokoa. Mkono wa Mungu unafika kila mahali. Kumbuka anasema kiti chake cha enzi kiko mbinguni na miguu yake iko hapa chini, miguu yake iko hapa ndani. Ukisema Bwana nafyeka, ni Mungu anafyeka. Ukisema Bwana napasua magonjwa, ni Mungu anapasua. Ukisema Bwana naeka ukingo wa moto, ni Mungu anaeka ukingo, katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu leo. Nataka kila mmoja wenu sasa tuanze kuweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Kama uko pamoja na mimi, sema hapo chini. Sema. Are you ready? Tuanze kuweka ulinzi. Are you ready? Tuanze kuweka ulinzi. Kumbuka Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu, umemzingira Ayubu kwa ukingo, umebariki kazi ya mikono yake. Baraka zisharudi, nyota zimerudi. Nataka sasa tuweke ulinzi. We are about to wind up. Tuna wind up in the next 20 minutes. Nataka tuweke ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Tumerudisha vitu zetu. All spiritual spouse wamevunjika, magonjwa yamepasuka, mapepo yamefyekwa, aliyeshindana nawe amekuwa sio kitu tena. Imeandikwa adui amekimbia njia 7, amewekwa kwenye njia ya utelezi, katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu leo. I'm trying to go slow. Nataka nawapatie muda, kila mmoja aanze kuchukua mamlaka. Nataka nione watu wanasema anachukua. Oh, good. Naona watu wako ready. Naona watu wako ready. Naona watu anza kuvaa mamlaka polepole. Vaa mamlaka tukingojea wengine. Vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Vaa mamlaka. Anza kuweka ulinzi wa damu ya Yesu. Sema naeka ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Naeka ulinzi wa damu ya mwanakondoo kwa vitu vyangu vilivyorudi. Naeka ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Naeka ulinzi wa damu. Nataka tuweke ulinzi, alafu tujenge madhabahu mapya. Tuitishe malaika wa ulinzi. Eka ulinzi. Chukua mamlaka, usiogope. Wewe ni mwana wa Mungu ali hai. Vaa mamlaka, eka ulinzi. Alafu tutajijenga kwa mwamba imara. Tutajijenga kwa damu ya mwanakondoo. Malaika wa Mungu fanya matua. Malaika wa Mungu hapo around anatuzingira sisi kwa damu ya mwanakondoo. Malaika wa Mungu pamoja nasi, aliyetuzunguka amezungukwa. Uwepo wa Mungu pamoja nasi kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuweka ulinzi. Naeka ulinzi kwenye maisha yangu, naeka ulinzi kwenye ndoa yangu, naeka ulinzi kwenye nyota zangu, naeka ulinzi katika kila kitu changu, naeka ulinzi kwa huduma yangu, naeka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Naeka ulinzi, maana imeandikwa Bwana umenizingira kwa ukingo. Naeka ukingo wa moto, naeka ukingo wa damu ya mwanakondoo. Eka ulinzi, usiogope. Ukiona hivi mimi naeka ulinzi kwa mke wangu, naeka ulinzi kwa biashara yangu, eka ulinzi kwa kila kitu chako, naeka ulinzi kwa watoto wangu, eka ulinzi kwa damu ya mwanakondoo. Naona watu wanaeka mamlaka. Good. Nina nakuona. Eka ulinzi kwa damu ya mwanakondoo. Usiogope. Vaa mamlaka, weka ulinzi. Eka ulinzi. Mungu imeandikwa ametuzingira kwa ukingo. Eka ulinzi kwa karani na eka ulinzi mahali alipo kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu leo. Chochote yoyote atakayemgusa adondoke vipande. Yoyote atakayemgusa apasuke vipande. Na eka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Nataka tuweke ulinzi dakika 2. Eka ulinzi kwa biashara, eka ulinzi kwa watoto wako, eka ulinzi kwa kitu chako, eka ulinzi wa damu. Alafu nataka tujijenge, maana sisi ndio mwamba ambao hekalu la Bwana limejengwa. Kama watu wako ready, nataka nione watu wamesema wako ready, washaeka ulinzi. Nataka tunakimbizana na muda. Amen. Violet, amen. Good. Naona watu wanaeka ulinzi wa damu ya Yesu. Naeka ulinzi. Thank you Wangui. Eka ulinzi. Alafu sasa tunataka tujenge madhabahu imara ya damu ya Yesu. Nataka tujenge madhabahu kila moja. Na wapatia time weke ulinzi. Take your time. Eka ulinzi wa damu ya Yesu. Amen. Ukisema amen, inakuwa sawa na maneno yako. Sawa na maneno yako kwa damu ya mwanakondoo. Inakuwa sawa na maneno yako. Eka ulinzi wa damu ya Yesu. Ukisema amen, ni sawa na maneno yako. Naeka ulinzi wa damu ya Yesu. Thank you Phyllis. Naeka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Amen. Nataka sasa tujijenge kwa mwamba imara. Unajenga maisha yako kwa mwamba imara. Thank you Cynthia. Namuona Charity Cheng na kuona umeweka ulinzi. Chosen one, thank you so much. Naona umeweka ulinzi wa damu. Malemba na kuona Wangui, let it be sawa na maneno yako. Tumechoka kufanya kazi ya kuchosha usiku mzima, ila kwa neno lake. Neno la Bwana ndio ndani yetu. Leo tumeweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Tumeweka ulinzi. Nataka sasa tuvae mamlaka, tujijenge. Biashara yako ulianzisha, Mungu anasema nitakubariki kijijini, nitabariki kazi ya mikono yako, nitakubariki uingiapo, nitakubariki utokapo.
Imeandikwa kwa rehema za Yesu Kristo aliwekwa msalabani akavunja laana zote za Torati ili sisi kwa njia ya imani tupate baraka za Ibrahim. Baraka za Ibrahim. Ibrahim alikuwa mtu tajiri kwa dhahabu, alikuwa mtu tajiri kwa kila kitu chake, kwa mifugo. Bwana sisi tubarikiwe leo. Nataka tujijenge kwa mwamba imara. Ukijenga biashara yako kwa mwamba imara, hakuna kitakacho kutingisha. Ukijenga watoto kwa mwamba imara, hakuna atakaye kutingisha. Sema navaa mamlaka, vaa mamlaka sasa. Nataka tuone watu wanavaa mamlaka. Hata mimi unaniona navaa mamlaka. Cindy vaa mamlaka, Lexi vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Feti vaa mamlaka, Mwikali vaa mamlaka, vaa mamlaka, vaa mamlaka, Phyllis vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Violet vaa mamlaka kwa damu ya Yesu, vaa mamlaka. Jijenge sasa, anza kujijenga kwa mwamba imara. Sema mimi ndio mwamba ambaye kala Bwana limejengwa na malango ya kuzimu haitonifikia mimi. Kila mtu, mimi ndiye mwamba. Repeat after me. Sema mimi Alex ndio mwamba, mimi Feti ndio mwamba, mimi Rapture ndio mwamba, mimi Shiro ndio mwamba ambaye kala Bwana limejengwa na malango ya kuzimu haitonifikia mimi. Mimi ndio mwamba ambaye kala Bwana limejengwa. Ukisema wewe ni hekalu la Bwana, hakuna jambo itakalofikia. Nataka sasa uanze kujenga biashara. Kama ni biashara, kama ni maisha, kama ni future yako unaona inatetemeka, unaijenga kwa damu ya mwanakondoo. Kwa maana imeandikwa watu wangu wataishi kwa imani. Na wakisita moyo wao moyo wa Mungu hautapendezwa na sisi. Nataka kwa njia ya imani tujijenge kwa damu ya mwanakondoo. Mimi navaa mamlaka, naanza kuvaa mamlaka. Tonight I'm fired up by Holy Spirit. Tonight I'm ignited by the power of Holy Spirit. Tonight niko na fire. I'm ignited by the Holy Ghost fire. Leo niko na mamlaka, niko na vungu, niko na nguvu na uwezo wa damu ya mwanakondoo. Naeka ulinzi kwa maisha yangu. Najijenga. Nasema anza kujijenga sasa. Sema najenga biashara kwa damu ya mwanakondoo. Najenga maisha yangu kwa damu ya mwanakondoo. Najenga madhabahu mapya ya damu ya mwanakondoo. Jenga madhabahu, jijenge. Jenga biashara yangu naiwekea madhabahu ya damu ya mwanakondoo. Najijenga kwa mwamba imara. Jijenge kwa damu ya mwanakondoo. Tunamaliza in the next 15 minutes. Nataka jijenge kwa damu ya mwanakondoo. Wewe jijenge, usiogope. Jenga biashara kwa damu ya mwanakondoo. Jenga katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu leo. Mimi nimejenga ndoa yangu, mimi nimejenga nyumba yangu, nimejenga huduma yangu, nimejenga future yangu, nimejenga magari yangu, nimejenga nyumba zangu, nimejenga kwa damu ya mwanakondoo. Maana mimi ndio mwamba ambaye hekalu la Bwana limejengwa. Tena niko na chapa za damu ya mwanakondoo. Endelea kujenga, usiogope. Endelea kujenga. Sema najijenga kwa damu ya mwanakondoo. Najijenga kwa damu ya Yesu. Najijenga kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu hai. Najijenga katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna vitu, if there are things that are injected in your body, leo tutaachilia damu ya mwanakondoo. Utekelea mkono mahali unapoumwa, zitadondoka vipande kwa damu ya mwanakondoo. Jenga kwanza alafu tufiatue. Kama kuna ugonjwa, kama kuna mahali unasikia unaumwa, leo tutaekelea, utaweka mkono hapo, tutaifieka, tutaipasua, tutaivunja kwa damu ya mwanakondoo. But in the meantime jenga maisha yako, jenga ndoa yako, jijenge kwa mwamba. Jaribu tu, ukijijenga kwa mwamba, hiyo mwamba haitatingishika. Ukijijenga, jenga kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu leo. Kwa kutusheka ulinzi, tumejijenga kwa damu ya mwanakondoo. Kama kuna mmoja unasikia sijui unaumwa na kichwa, unasikia sijui kuna ugonjwa fulani umekata kutoa, nataka uwekelee mkono hapo. Nataka wewe utatamkia hiyo mifupa iliyokauka leo itapata uhai. Utatamkia hilo shida ambayo imekushika leo itapata uhai. Kama ni shida kwenye ulimwengu wa roho, utaitamkia na leo itapata uhai kwa damu ya mwanakondoo. Kama watu wamejenga the next 1 minute na mimi naumwa na kichwa, good. Tunafika hapo sasa, tunaenda kupasua hicho kichwa. Hiyo pepo wa kichwa tunaifieka. Kama kuna mtu sijui unasikia unatetemeka, unasikia umeguswa na kitu, unasikia sijui nini, leo tunaenda kuifieka. Leo nguvu za Bwana tuko zetu. Uzuri tulianza tukafunga hizo nguvu za giza. Leo zinatapakazi na shindo, leo tumezipiga na kiboko kwa damu ya mwanakondoo. Hiyo pia karani usema usikia vitu kwa kichwa na roho good. Najenga maisha yangu kwa damu ya mwanakondoo. Nimesikia hapo Rapture, najenga. Kuna mguu inanisumbua, good. Leo hiyo mguu tutaikamata, tutavunja. Ewe pepo wa magonjwa, tutaikamata kwa damu ya mwanakondoo. Nataka sasa tuanze. Kama kuna mali unaumwa, unaekalia mkono kwenye kichwa, nataka leo utatamka, you repeat after me. Kwa kuwa kuna chapa za damu ya mwanakondoo, kitu yote kisikutaabishe. Kwa kuwa Biblia inasema uliweka damu ya mwanakondoo kwenye miao ya milango yao. Ule malaika kuua wana, hakuua wana wao. Kwa damu ya mwanakondoo, kwa njia ya imani
Walivuka mto Shamu ni kama ni nchi kavu kwa njia ya imani. Walizunguka kutoyaliko kwa mara 7, wakaivunja kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani ule Rahab kahaba hakuuliwa na watu waliokuwa wanauliwa, maana alipokea wapelelezi kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani walizima makali ya upanga, walifunga makani ya simba kwa damu ya mwanakondoo. Kwa njia ya imani wale wanawake walipokea wafu wao kwa njia ya imani. Wengine wakataka kukombolewa ili wakombolewe kwa njia iliyo bora zaidi. Leo tunaenda kukombolewa kwa njia iliyo bora zaidi. Anataka kila mmoja, ekelea mkono wako mahali unasikia unaumia. Ekelea mkono wako mahali unasikia sijui na unafanya nini. Ekelea mkono wako. Leo nataka kuachilia moto wa damu ya mwanakondoo. Nataka kuachilia uwepo wa damu ya mwanakondoo. Kila silaha iliyotungwa juu yako leo nenda kufyeka, nenda kuvunja, nenda kuharibu kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Ekelea mkono wako mahali unaumwa. Ekelea. Leo tunataka kufanya kitu inaitwa self deliverance. Wewe ndio daktari wa kwanza wa maisha yako. Wewe ndio kiongozi wa maisha yako. Ukitamka kitu lazima kinatokea, maana umepatiwa mamlaka kanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Wewe ndio mwanadamu, utazivunja kazi za ibilisi. Hiyo kazi ya ibilisi kichwa tunaifyeka. Hiyo kazi ya ibilisi imeingia kwenye tumbo, tunaipasua kwa damu ya mwanakondoo. Vaa mamlaka sasa, vaa mamlaka. Sema na vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. I hope kama unaumwa na mguu umeshika mguu wako, kama unaumwa na kichwa umeshika, kama uko na shida mali, hata kama ni shida ya kiroho unaishika. Sema naishika hiyo shida ambayo inakuja kipotea, na ikamata kwa mikono ya chuma, na ikamata. Ewe pepo uliyeingia ndani yangu, ewe pepo uliyeingia ndani yangu, ewe replica. Wana tabia moja kutengeneza child of God, you are allowed, no problem, no problem. Lakini tunawataja mahali ulipo kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Kama ni kifua, alafu wanakuaga na tabia fulani, anaweza tengeneza mdoli akaanza kukufunga pale. Kuna shetani, kumbuka tukianza kusema shetani anafanya kazi nje na ndani. Anaweza kuwa ametengeneza kitu, kumbe unafikiri wako ndani lakini kumbe wako nje, lakini wameigeuza ikakuwa wewe. Nataka sasa ushike mguu wako, ushike mguu, ushike kifua, ushike chochote ambacho ushike kwa damu ya mwanakondoo. Sema na kikamata. Ewe joka ulitumwa kuwa magonjwa, ewe pepo ulitumwa kageuka kuwa na kichwa, na kufika na kupasua na kuamuru kwa damu ya mwanakondoo. Dondoka katika jina la Yesu. Toka kwenye maisha yangu, toka kwa damu ya mwanakondoo, na kutoa kwa damu ya mwanakondoo, na kufyeka. Shika throat yako, shika. Usiogope. Leo tunakufanya surgery, tunakufanya uwepo wa damu. Tunaachia damu. Sema naachia damu ya mwanakondoo kwenye kichwa paka miguu. Naachia damu ya mwanakondoo kwenye kichwa paka miguu. Naachia damu ya mwanakondoo kwenye tumbo yangu, kwenye throat yangu. Naachia damu ya mwanakondoo, damu ya ukombozi. Naachia damu. Ewe joka aliyekuja kula biashara na kufyeka. Ewe joka aliyekuja kugeuka kwa magonjwa na kupasua. Ewe joka aliyegeuka akaanza kunume mguu na kufyeka. Ewe pepo, ewe jini makata, jini mahaba aliyegeuka akaanza kushika mguu wangu na kupasua kwa damu ya mwanakondoo. Navunja kila replica iliyotengenezwa juu yangu. Navunja kila kopi iliyotengenezwa juu ya dada yangu. Navunja ile kopi iliyotengenezwa juu dada yangu. Napasua kwa damu ya kondoo, naifyeka kwa damu ya Yesu, na iharibu kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu le hai. Haribu kwa damu ya mwanakondoo. Haribu. Leo tunapiga kwa maarifa, tunapiga kwa kuwa Biblia inasema tusikose kujua ila zake, tuvae silaha, kwa kuwa shetani ana hila mingi, shetani ana njia mingi, zile njia zake tumezijua. Leo tunamfyeka kwa damu ya mwanakondoo, kwa kuwa neno la Mungu ni nyundo inayovunja miamba vipande. Pasua. Usiogope wewe, pasua. Usiogope wewe, vunja. Usiogope wewe, haribu kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu le hai. Kila moja ameharibu. We are finishing in the next 8 minutes. No maana nataka haribu. Vunja. Huyo pepo aliingia kama magonjwa, vunja. Achilia moto wa damu ya mwanakondoo. Achilia. Kata hizo kamba, kata hizo minyororo, kata kwa damu ya mwanakondoo, kata kwa damu ya Yesu, kata kwa damu ya Yesu. Nataka sasa tuvuke kipindi cha mwisho, nataka tuamuru kila moja. I hope kuna mabadiliko mahali. Fyeka. Ukisema nafyeka ni Mungu anafyeka. Ukisema navunja ni Mungu anavunja. Ukisema nateketeza ni Mungu anateketeza. Na ukisema amen inakuwa sawa na vile ulivyosema. Ukisema amen inakuwa sawa na vile ulivyosema, katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu le hai. Nataka sasa tuanze kuamuru zianze kudhihirika
zianze kudhihirika, zianze kudhihirika, zianze kudhihirika, zianze kudhihirika. Kukua maombi yanaweza zuiliwa kwenye ulimwengu wa roho, zianze kudhihirika. Maombi ya Kornelia yalifika kwa Mungu kama kumbukumbu. Siku moja ndo malaika akatuma, maombi yake akajibiwa, akaambiwa maombi yako, tumeona maombi yako yamefika kwa Mungu kama kumbukumbu. Tunaona maombi yako yamefika nini? Kwa Mungu kama kumbukumbu. Kuna kumbukumbu za maombi uliomba last year. Kuna kumbukumbu ulimlilia Mungu last year. Zinatembea kwenye tumbo, hizo ni mapepo. Fika, zipasue kwa damu. Amuru moto wa damu ya mwanakondoo utembee, na achia moto wa damu ya Yesu utembee kwenye hiyo tumbo, na zifunga na zishusha pande za mwisho za kuzimu, na zipasua katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu. Amuru Felisi uogope, amuru zidondoke kwa damu ya mwanakondoo, amuru zifyeka kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Mimi nilikuwa na vitu zinatembea kwenye mwili nikazifyeka, hazijarudi mpaka leo. Zilianza kunifanyia wewe. Nikwambia mimi ni mwana wa Mungu hai, zikatoka zikakimbia kwa damu ya Yesu. Kumbe hizo pepo zilikuwa ni watu kwa damu ya mwanakondoo. Nilikuwa nawajua, niliwafyeka, nikawaharibu kwa damu ya mwanakondoo. Nataka tuvae mamlaka sasa. Kila mmoja aseme navaa mamlaka. Nataka unapo chini utasema navaa mamlaka. Nakimbizana na muda, navaa mamlaka, navaa mamlaka, vaa mamlaka. Nataka tuamuru vyote vilivyorudi vianze kudhihirika. Kwa kama zimerudi na zijadhihirika, then tutakuwa tunafanya kazi ya kuchosha. Nataka ziamuru zidhihirike. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ukisema zidhihirike, kama ni mtaji na dhihirika, kama ni biashara zinadhihirika. Kwa hiyo ulimwengu wa roho, kama ni kitu umekiombea kinadhihirika kwa damu ya mwanakondoo. Nataka watu wavae mamlaka. Vaa mamlaka, chukua mamlaka, chukua mamlaka. Just take authority by the blood of Jesus. Sema I take authority by the blood of Jesus. I take authority by the name of Jesus. I take authority. I command everything that has been returned ianze kudhihirika sasa, ianze kudhihirika, ianze kudhihirika, ianze kudhihirika. Ukisema idhihirike, matukio kwenye ulimwengu wa roho yanaanza kutokea, zinadhihirika. Matukio kwenye ulimwengu wa roho, vitu zinaanza kutokea. Kama ni destiny connectors wanaanza kuonekana, kama ni vivuko vinaanza kuonekana. Sema naamuru zianze kudhihirika. Nyota yangu ianze kufanya kazi, ing'ae kwa damu ya mwanakondoo. Naamuru zidhihirike kwa damu ya mwanakondoo. Ile pesa nilikuwa nafaa kuipata, naamuru idhihirike. Wale wanafaa kunivusha, naamuru wadhihirike kwa damu ya mwanakondoo. Zile safari nilikuwa niende, naamuru zidhihirike kwa damu ya mwanakondoo. Ile kazi nilikuwa niipate, naamuru idhihirike kwa damu ya mwanakondoo. Wamekuzuia sana lakini wamepasuka. Amuru idhihirike kwa damu ya Yesu. Amuru. It's time for manifestation leo. Naamuru idhihirike kwa damu ya mwanakondoo. Amuru kwa damu ya Yesu. Mimi naamuru zangu zidhihirike katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu leo. Amuru zidhihirike leo. Ni moto after moto after moto. Hakuna kungojea leo. Leo tunaachilia moto, zinadhihirika katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu leo. Amuru idhihirike, amuru idhihirike, amuru dhihirike. Nyota yako iking'aa, nyota Yesu iling'aa akaletewa zawadi. Nyota Yesu iling'aa akaletewa manemane, uvumba na madhahabu. Amuru zidhihirike, amuru zidhihirike. Kama ni biashara idhihirike, kama ni mume adhihirike, kama ni ndoa na ijulikane kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu leo. Umechoka kufanya kazi ya kuchosha usiku mzima, ila kwa neno lake ulituma neno kuwaponya watu wake na kuwatoa kwenye maangamizi. Leo umetoka kwenye maangamizi, lazima udhihirike. Maana walifurahi walipoona timazi kwa mkono wa Zelbabeli na zile saba ambazo macho za Bwana zinazunguka kote kuwalinda wale wamchao. Amuru idhihirike. Nataka watu waseme nimeamuru idhihirike kwa damu ya mwanakondoo. Nimeamuru idhihirike kwa damu ya mwanakondoo. Kama ni nyota, amuru idhihirike. Ukisema amen, inakuwa vile vile kama ulivyosema wewe. Ukisema amen, inakuwa sawa sawa na maombi yako. Ukisema amen, you are sealing a new covenant with God, ya kwamba yale ambayo nimesema yatakuwa sawa sawa na maneno yangu. Yale ambayo nimesema yatakuwa sawa sawa na maneno yangu. Kwa kuwa ndio mkuu ya Bwana duniani, wewe ndio mkono wa Bwana duniani, kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu hai, kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu hai. Waliosema amen na iwe sawa sawa na maneno yao. Waliosema amen na iwe sawa sawa na maneno yao kwa damu ya mwanakondoo. Na amuru ikiwe hivyo, ikiwe agano ya leo na milele. Aliyesema narudisha, na amuru irudishe. Aliyesema idhihirike, na amuru idhihirike. Aliyesema nataka mume, na amuru apate mume. Aliyesema nataka biashara, na amuru kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu hai. Na asante sana Phyllis. Thank you so much Phyllis. Kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu hai. Amuru idhihirike kwa damu ya Yesu. Amuru idhihirike kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu hai. Napokea. Thank you waliopokea. Thank you waliopokea kwa damu ya Yesu. Thank you waliopokea kwa damu ya Yesu.
Thank you. Naona anasema naamuru idhihirike kwa damu ya mwana kondoo. Naamuru Yesu, kwa nimesoma familia yangu ya mume wangu zidhihirike kwa damu ya mwana kondoo. Hata mi familia yangu na mke wangu zidhihirike kwa damu ya mwana kondoo. Biashara idhihirike, ndoa idhihirike, kila kitu kidhihirike sawa sawa na maneno yao kwa damu ya mwana kondoo. Kwa sawa na maneno yao kwa damu ya mwana kondoo. Sawa sawa na maneno yao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Na uwezo wa Mungu ni hai. Kila moja seme amen kubwa. Amen. Thank you so much. Naona wamepasuka, wamevunjika, kila kitu kimedhihirika. Imefika 12:30. Najua watu wanataka kwenda kazini, watu wanataka kulala. Amen.